Bwana hapo vipi hapo poa? Uko poa, uko fresh? Bwana karibu sana kwenye hii simulizi nzuri ya kuitwa Binti Risha. Ni simulizi ambayo imetayarishwa na kuandaliwa na Said JR. Mimi Uncle J nikiwa ndani ya Uncle J simulizi naangusha hiki kigongo sehemu ya mwisho. Hii ni sehemu ya 5 na ndio tunakwenda kufunga kazi. Sasa nikukumbushe pale tulipokuwa tumeishia msikilizaji. Katika sehemu iliyopita ni ambapo kijana Zain alikuwa anamwambia mama yake ya kwamba bwana mama mimi nataka kuoa. Mama bwana mimi nataka kuoa. Mamake alishtuka kidogo. Mamake alishangaa kidogo. Sasa tulikuwa tunajiuliza, je, mamake atakataa, atapinga kijana wake asioe ama namna gani vipi? Karibu sana hii sehemu ya mwisho, mzigo unaitwa Binti Risha. Karibu mtu wangu. Mama, unajua mimi ni mtu mzima. Kama mwanaume nimekaa na kufikiria na nimeona ni bora nikaanzisha tena familia mama. Mwanangu Zaini, kuanzisha familia ina maana ya kwamba wewe unataka... Kabla hata hajasema alichokuwa amekusudia, mimi nilimdakia mama kwa kumwambia ndiyo mama, nataka kuoa. Na hivi ninavyokuambia tayari nimeshaanza maandalizi mama. Hapo niliona mama kwanza akinitazama kwa muda kidogo. Niwaza alikuwa anajaribu kufikiria kwa umakini uamuzi ambao mimi niliamua kuchukua. Mwanangu Zaini, kuoa ni jambo la baraka. Ndoa ni miongoni mwa mambo ambayo humfurahisha sana Muumba wetu. Lakini najiuliza, huyo mtu unayetaka kumwoa ni sahihi kwako? Na vipi kuhusu wewe mwenyewe? Uko tayari kuoa mwanangu? Au ni msukumo tu wa hisia na tamaa ya mali kama ulivyofanya kwa Ana? Mama, najua kwamba nilifanya makosa kwenye ndoa yangu ya kwanza. Ndoa yangu kuharibika chanzo nilikuwa mimi mwenyewe. Nimekaa na kufikiria sana niliyofanya. Sasa nimeona nilikuwa nakosea sana. Hivyo nimeamua kuweza kubadilika mama, na ndio maana nataka kuoa tena. Mimi sina shida kijana wangu. Kama wewe mwenyewe umetambua makosa yako, ni wazi hii ndoa yako ya pili itakuwa ni ya milele mwanangu. Sasa huyo unayetaka kumwoa huyo binti yuko wapi? Yupo hapa Arusha mama. Baadaye nitaenda kumleta aje hapa kwa ajili ya kuongea na wewe. Sawa, lakini vipi kuhusu Ana? Umeshamwambia huyo mwenzio kama mke wako wa zamani ana ujauzito wako? Ndiyo mama. Risha anajua kila kitu mama. Risha? Ndiyo mama. Kwa nini Risha unamjua? Hapana, simjui. Ila hilo jina sio geni kwangu. Na sikumbuki ni wapi nimewahi kulisikia hilo jina. Lakini naamini sio jina geni kwangu. Basi mama, mkamwana wako mtarajiwa anaitwa Risha. Lakini pia kuna jambo jingine mama. Yaani utanisamehe mama kwa kukuficha hili jambo kwa muda mrefu sana. Ni kwamba mimi na Risha tayari tulishapata mtoto mmoja wa kiume. Unasemaje Zaini? Kijana wangu, unawezaje kuweza kunificha jambo la umuhimu kama hilo? Yaani mama, kwa kweli sikuwa najua nini cha kufanya. Maana bado nilikuwa nipo kwenye ndoa na Ana. Zaini mwanangu, mbona unafanya mambo kama vile mvulana wa sekondari wakati wewe ni mtu mzima sasa? Ina maana hii pia ilikuwa ni sababu ya Ana kudai talaka yake kwako, si ndio? Sijui mama. Sawa. Kwa hiyo mjukuu wangu yeye yuko wapi sasa hivi?
yupo na mama yake. Ana umri gani? 1 mwaka na miezi 3. Sawa, hamna shida. Kama umeamua kumwoa huyo binti ni vizuri, ila naomba leo nionane naye, tena aje na mjukuu wangu kama ikibidi. Usijali mama kuhusu hilo mama, mimi nitawaleta leo kwako. Sawa, sasa vipi kuhusu kazi yako? Ofisini kwako wanajua wewe kama upo huku? Ndiyo mama, wanajua kwa sababu kampuni ambayo nafanyia kazi inamilikiwa na huyu binti ninayetaka kumwoa. Nilijua tu. Kumbe mashaka yangu yalikuwa yako sahihi kabisa. Ina maana wewe unakwenda tena kuoa binti wa kitajiri, si ndio? Kwani kuna tatizo mama? Hamna tatizo. Hofu yangu ni kuhusu familia yake tu. Watakubali wewe muoe binti yao? Kama ni kuhusu hilo mama, basi wala hupaswi kuwa na hofu mama. Safari hii mimi nimepata familia nzuri sana mama. Basi sawa mwanangu, kila la kheri kwenye maisha yako mapya ya ndoa. Hapo niliendelea kuzungumza na mama, ambapo mida ya jioni nilienda kumchukua Risha pamoja na mtoto wangu na kisha nikawapeleka kwa mama. Mamangu kusema ule ukweli alifurahi sana kumwona Risha pamoja na mjukuu wake Rahim. Nakumbuka siku hiyo tulitumia muda mwingi sana kuzungumza kama familia. Mama kuchoka kutusihi ya kwamba hata kama tutagombana basi hatupaswi kuweza kuachana, kwa maana ya kwamba talaka ni kitu ambacho ni chukizo mbele ya Mungu. Kwa siku ziliendelea kwenda. Babake na Risha alitaka harusi pale pale Arusha. Hilo halikuwa tatizo kwa sababu pesa ilikuwepo ya kutosha. Pesa inaongea kama wahenga wanavyosema. Kwa hiyo mdogo mdogo maandalizi ya harusi ilianza tukiwa tuko pale Arusha. Kuhusu yule Zaina, dada yake na Ana, sikujua nini kinaendelea kwake. Maana tokea alipoondoka siku ile chumbani kwa Risha sikuwahi kumuona tena pale Arusha. Kuna muda nilikuwa nahisi huenda anaweza kaenda akamwambia Ana kama mimi naoa, kitu ambacho kinaweza kikamfanya Ana kufanya vurugu kwenye hiyo ndoa yangu mimi pamoja na Risha. Lakini hata hivyo niliona kimya. Hivyo nilemini ya kwamba basi Zaina atakuwa hajamwambia kitu chochote mdogo wake kama mimi nakwenda kuoa. Kwa kadiri siku zilivyozidi kusonga mbele ndivyo maandalizi ya harusi yalikuwa yanazidi kukamilika. Harusi yetu tulipanga kufanya nje kidogo ya mji, ambapo kulikuwa kuna hoteli ya watalii. Tulilika pale watu wengi tu. Rafiki zangu wa karibu pamoja na ndugu zangu kutoka Dar es Salaam wote waliweza kuja Arusha kujumuika na mimi kwenye harusi yangu. Kwa upande wa Risha, naye alilika pale ndugu jamaa na marafiki kutoka sehemu tofauti tofauti. Kifupi ilikuwa ni harusi ya kishua mno, harusi ya kitajiri. Kusema ule ukweli nilikuwa na furaha kubwa mno moyoni mwangu. Hakika nilijiona ni mwanaume mwenye bahati sana kwenye huu ulimwengu, kwa sababu kwanza namuoa binti wa kitajiri, lakini pia ni mwanamke mrembo balaa, lakini tatu na mwisho tayari alikuwa kanizalia mtoto. Kwa hiyo nilijiona ni mtu mwenye bahati sana kusema ule ukweli. Mara kadhaa rafiki yangu Alibonge alikuwa ananiambia kwamba nimpe siri ya mafanikio yangu ya kwa nini napata bahati ya kupendwa na wanawake wenye pesa zao. Mimi kwa upande wangu nilikuwa nacheka tu, huku nikimwambia kwamba bwana mimi sina siri yoyote zaidi ya kujiongeza tu. Kwa upande wa dini, Risha alikuwa ni Muislamu akifuata dini ya mama, ingawa baba yake alikuwa ni Mkristo. Kwa hiyo tulifunga ndoa yetu ya Kiislamu vizuri tu. Maana mimi pia nilikuwa ni Muislamu. Sehemu ambayo tulikuwa tunafanyia harusi haikuwa kubwa kutosha watu wote waliohudhuria pale waweze kulala. Kwa hiyo ilikuwa imepangwa kuwa jioni ikifika sisi wanandoa pamoja na watu wengi tutafunga safari ya kurudi kwenye ile hoteli ambayo mimi nilikuwa nimefikia na Risha. Kweli jioni majira ya saa 12 hivi kwa tulianza safari ya kurudi kwenye ile hoteli. Msafara wetu ulikuwa ni mkubwa, kwa maana ya kwamba kulikuwa kuna magari zaidi ya 80 ya kutusindikiza kurudi hoteli. Sikumbuki vizuri njia ambayo tulikuwa tunapita kwa sababu sijakaa sana Arusha, ila nilichokikumbuka ni kwamba ile barabara tulikuwa tunaitumia kupita ilikuwa ipo kwenye matengenezo. Kwa kuna sehemu tulifika, dereva alikuwa anatuendesha alishauri tugeuze tupite njia nyingine. Shida ilikuwa ni eneo ambalo tulipokuwepo ilikuwa ni ngumu kugeuza.
Yaani ilitakiwa tuendelee kutembea na ile barabara mpaka huko mbele na kisha ndo tupate sehemu ya kuweza kugeuza. Yaani hapo msikilizaji, ili unielewe vizuri, chukulia huu mfano, upo jangwani kwenye ile barabara ya Morogoro Road ambayo inaanzia mjini, inakwenda inapita mpaka Kimara, inapita Kibaha na kisha inanyosha mpaka Morogoro. Sasa hebu chukulia upo jangwani, unataka kugeuza urudi Kariakoo. Lakini kwa bahati mbaya ili ugeuze urudi Kariakoo, unatakiwa kuweza kunyosha na ile barabara mpaka Ubungo na kisha huko ndipo utakapopata sehemu ya kuweza kugeuzia. Sasa hivyo ndivyo jinsi ilivyokuwa kwetu. Yaani ili tugeuze tupite njia nyingine, ilitakiwa tutembee umbali mrefu kidogo. Kwa pale tukiwa tunajishauri nini cha kufanya, mmoja ndugu zake na Risha nilimwona pale kishuka kutoka kwenye gari lilokuwa liko mbele yetu na kisha kaenda kusogeza pale matofali madogo ya zege ambayo ilikuwa yanatenganisha zile barabara mbili. Ile barabara bado ilikuwa ipo kwenye ujenzi, kwa hiyo yale matofali ya zege bado ilikuwa haijajengwa vizuri barabarani. Isipokuwa ilikuwa imepangwa tu ili kutenganisha pande mbili za barabara. Nikasema mke wangu, ona yule ndugu yako anachokifanya. Hajui kama atakamatwa na polisi. Nilimuuliza hivyo Risha. Hapo nilikuwa natazama kule nje. Risha aliniangalia na kisha akasema, yani bora hata sogeze tu ile matofali pembeni ili tuweze kugeuza hapa kuliko tuende mpaka kule mbele ndio tukageuzia. Alafu kitu kingine, hata kama polisi akija tutalipa tu faini, pesa sipo, pesa sio tatizo. Kiukweli nilitabasamu tu kwa maana kabisa ya kwamba nilijua ni kweli kama watu wana utajiri wa mamilioni ya pesa watashindwa kulipa faini ya 30,000. Basi yule jamaa ambaye nilitambua kama baba yake mdogo na Risha alisogeza ile matofali na kisha tukapata upenyo pale kugeuza magari yetu kupita. Wote tuliweza kugeuzia pale pale. Na baada ya kugeuza hakuna tena mtu aliyeweza kukumbuka kurudisha yale matofali kama ilivyokuwa imepangwa. Sisi tuliendelea na safari yetu. Tulifika hotelini majira ya 1:30 za usiku. Sasa tuliingia kwenye chumba chetu, huku watu wengine wao pia wakiingia kwenye vyumba vyao. Naweza nikasema ni kama ile hoteli ilikuwa imekodiwa na sisi. Maana idadi yetu ilikuwa ni kubwa sana ukilinganisha na watu wengine waliokuwa wamekuja kwenye ile hoteli. Kwa rasmi nilianza maisha ya ndoa kwa mara ya pili, naweza nikasema. Kama unavyojua ndoa inavyokuwa mpya, furaha huwa ni kubwa sana. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwetu pia. Tulikuwa tuna furaha sana, na furaha yangu ilizidi pale ambapo baba yake na Risha alitukabidhi sheli 4 za mafuta pamoja na maduka 8 ya kuuza vifaa vya umeme. Lakini pia alitukabidhi hoteli 3 za kifahari ambazo zipo Pretoria nchini South Africa. Mali zote hizo alisema zitakuwa chini yetu, kwa hiyo kama tukishindwa kuziendeleza basi ni sisi tutakuwa tumeamua kuweza kukaribisha tena umaskini kwenye maisha yetu. Kusema ule ukweli, kama ni bahati basi mimi nilikuwa nayo. Hebu fikiria tu kwa maisha kibongo jinsi ilivyokuwa magumu. Leo hii mtu anakuja na kupatia sheli 4 za mafuta, na kama unavyojua biashara ya mafuta ni jinsi gani ilivyokuwa na utajiri duniani. Kwa mimi niliona tayari nimeshaachana na umaskini. Niliapa ya kwamba nitakuwa mume bora kwa Risha sambamba na kusimamia zile mali ili tusije tukafirisika. Nakumbuka tulikaa pale Arusha kwa mwezi mmoja, ambapo baadaye tulifanya safari kwa ajili ya kuweza kurudi Dar es Salaam. Safari hii hatukurudi na gari, bali tulirudi kwa ndege. Siku chache mbele tulituma mtu aende kulichukua gari letu ambalo tulikuwa tumeliacha pale hotelini. Binafsi mimi na mke wangu Risha tulikuwa tumepanga tukifika tu Dar tutaenda kuishi Mikocheni kwenye ile nyumba ya Risha. Lakini hata hivyo mama yangu pia alitaka tukae kwanza pale nyumbani kwetu Kinondoni wala hata kwa mwezi mmoja. Sikuona kama kuna shida, tuliamua kukaa pale. Ingawa Risha unajua kupenda kwa sababu nyumba yetu ilikuwa ni ndogo na yeye tayari alikuwa kashazoea kuishi kwenye lile jumba lake la kifahari la Mikocheni. Hata hivyo hapakuwa na namna zaidi tu ya kufuata tu kile alichokuwa nakitaka mama. Kwa kuwa Rahim bado alikuwa ni mdogo, tulikubaliana ya kwamba shughuli zote za kiofisi nitakuwa nazifanya mimi. Risha atabaki tu nyumbani kulea mtoto. Ofisi yetu ilikuwa iko Mwenge karibu na ofisi za kituo cha television cha ITV. Sasa siku moja majira ya mchana nikiwa nipo kwenye kikao cha kujadili namna nzuri ya uendeshaji wa sheli zetu za mafuta, ghafla secretary wangu aliweza kuingia. Aliingia ofisini pale mbio, ilibidi nimuulize tatizo ni nini. Maana nikiwa kwenye kikao huwa sitaki kabisa mtu mwingine asiyehusika kuweza kuingilia mazungumzo yetu.
Akasema bosi, samahani, ni dharura. Kuna mwanamke mjamzito anaitwa Ana amekuja kukuona. Tumemwambia hawezi kuonana na wewe bila miadi. Yuko nje anafanya vurugu, na ndio maana nimeona bosi nije kukupatia hizo taarifa kwanza. Kiukweli kabla sijasema chochote, Ana akiona ujauzito wake wa miezi 7.5 aliingia mule ofisini na alionekana kuwa na hasira kweli kweli. Aliwatazama wale wasaidizi wangu ambao wanatoka kwenye shughuli zetu za mafuta na kisha akasema, wote nyie tokeni nje. Nataka kuongea na bosi wenu. Nimesema tokeni bwana. Mimi ilibidi niwape ishara wale wasaidizi wangu ya kwamba wanipishe mara moja ili niweze kumalizana na Ana. Kwa baada ya wasaidizi wangu kutoka nje, mimi nilimsogelea Ana pale alipokuwa kasimama. Nikamwambia Ana, hivi ndo unafanya nini sasa? Hii sio ofisi yako wala sio baba yako. Kwa nini huna nidhamu na ofisi za watu? Kwanza msikilizaji, kwa hasira alizokuwa anazionyesha waziwazi Ana, hakuweza kujizuia. Isa alinitandika kibao chepesi shavuni na kisha kwa hasira iliyokuwa imeambatana na kimbilio alianza pale kuongea. Akasema, hivi wewe unajiona nani? Nakuuliza Zain, unajiona wewe nani? Kwa nini lakini umeamua kunifanyia hivi Zain? Ina maana huu ndio ulikuwa mpango wako muda mrefu, si ndio? Nikamwambia, unazungumzia kitu gani? Mbona sikuelewi? Hunielewi? Yaani kumbe ulizana mwanamke mwingine, mwanamke ambaye ni adui mkubwa kwenye familia yetu. Na kama itoshi leo hii umeamua kuweza kumoa aliyekuwa mimi na ujauzito wako. Kwa nini Zain umenifanyia hivi? Ina maana siku zote hizo ulikuwa unanitumia tu kwa starehe zako za kimwili, si ndio? Nikamwambia, na hebu tulia kwanza. Unaona kiumbe changu tumboni mwako? Kimya. Nimesema kimya tena kimya, usijaribu kabisa kuniambia upumbavu wako. Sasa nimeamini kwa nini mamangu alikuwa anataka nitoe hii mimba. Zain, nimehatarisha maisha yangu kwa sababu yako. Zain, nimegombana na wazazi wangu kwa sababu yako. Nimejibishana vibaya na ndugu zangu kwa sababu yako. Yote ni kwa sababu nakupenda. Nimekuwa sioni sisikii chochote zaidi ya kukupenda wewe tu. Ina maana haya ndo malipo ya penzi langu kwako Zain? Aliuliza Ana huku akiwa analia kwa uchungu sana. Zain, nilihama nyumbani kwetu, nikaja nyumbani kwenu. Nilikubali kuvumilia maneno machafu na vitivi vya mamako. Yote ni kwa sababu nakupenda, lakini wewe leo hii unaenda kuoa mwanamke mwingine. Kweli Zain? Hebu niambie, Risha kanizidi nini mimi mpaka uamue kuweza kumchagua yeye? Kama ni pesa ninazo, kama ni utajiri kwetu upo, kama ni watoto tayari mimi na mimba yako, naweza nikakuzalia idadi yoyote ile ya watoto ambao unawataka. Kuna mweza kumchagua yeye kuliko mimi? Kwa nini Zain? Ana naelewa unavyojisikia, naelewa. Lakini kwa upande wangu naamini huenda haikuandikwa mimi kuweza kuwa na wewe. Sio kweli? Sio kweli Zain? Kama ndivyo, kwa nini ulinitongoza? Kwa nini ulikuwa unaniambia maneno matamu ya kwamba utakuwa na mimi milele mpaka siku ambayo kifo kitamchukua mmoja wetu? Ina maana ulikuwa unanidanganya huku ukinitazama usoni, si ndio? Kusema ule ukweli msikilizaji, sikuwa na la kusema. Kwa hili sijui kama nilikuwa niko sahihi au la. Kusema ule ukweli kwenye kumwarisha, nilichokitazama mimi ni hisia zangu pamoja na maslahi tu. Sikuwaza kabisa kuhusu Ana talipokeaje hili swala, na hasa ukizingatia nilikuwa nikimpa ahadi nyingi sana za kuwa sitaweza kumwacha hata iweje. Ana, ni kweli nimefanya makosa sana kwa maisha yangu. Laiti kama ningekuwa na uwezo wa kurudisha siku nyuma, basi ningefanya hivyo, ili mradi tu nirekebishe makosa yote ambayo nimewahi kuyafanya. Upo sahihi, ni kweli nilikupenda, lakini kilichotokea mwenyewe unakijuana. Babako alilazimisha mimi nisaini talaka. Hilo nalijuana. Na kama haitoshi bado mama yako hakutaka kuwe kuna connection yoyote baina yetu. Sasa unafikiri mimi ningefanya nini Ana? Kuondoka fanya maamuzi sahihi ya kuweza kumwarisha, si ndio? Sawa Zain. Nashukuru sana kwa ulichonifanyia. Mwanzo nilikuwa naona mamangu ni mbaya hata kipenzi letu, lakini kumbe mama alikuwa anaona mbali. Hakika ulosema mzazi akosei walikuwa sahihi kabisa.
Mama yangu aliyaona haya na ndio maana alikuwa hataki uhusiano wetu, lakini mimi sikumsikiliza. Niliamini kwenye maneno yako matamu ya kwamba utakuwa ni mwanaume wangu wa maisha, lakini kumbe sivyo. Sawa Zain, mimi nakwenda, lakini narudia tena, kwanza sasa unapaswa kuwa makini sana na huyo uliyeweza kumwoa, ambaye wewe unamuona ni bora kuliko hata mimi. Na laiti kama ungekuwa unamjua vizuri, sidhani kama ungemwoa. Jiandae kukabiliana naye yajayo Zain. Aliongea Ana na kisha taratibu alianza kuondoka mwa ofisini. Nilijikuta nikiwa nina mawazo mno kutokana na maneno ambayo Ana ameniambia haya ya mwisho. Pale niliamua kuchukua simu yangu na kisha nikampigia rafiki yangu Alibonge. Niliweza kumwambia kila kitu Alibonge ambacho kimetokea pale ofisini kwangu. Unaweza kujiuliza kwa nini kila linapotokea tatizo wa kwanza ni kumwambia ni Alibonge. Huyu ni rafiki yangu. Kwa upande wangu alikuwa ni kama vile ndugu yangu. Alikuwa ni mtu ambaye ananipa ushauri sana kwenye maisha yangu. Naweza nikasema Alibonge kwangu alikuwa ni zaidi ya rafiki. Hivyo nilikuwa simfichi chochote ambacho kinaendelea kwenye maisha yangu. Na hii sio tu kwamba sio kwangu mimi tu, hata yeye pia alikuwa akinishirikisha kwenye matatizo yake. Kwa hiyo nilipomwambia A to Z kilichotokea, Alibonge aliniambia kwanza tulia kwanza, kuwa mpole kwa sababu huenda Ana atakuwa kaongea maneno makali kutokana na hasira alionayo. Kwa hiyo wala tusipoteze muda wako wa kumwaza yeye. Kasemaje? Tulia kwanza, calm down. Unajua hapo alichokisema Alibonge niliona amekisema ni sahihi rafiki yangu. Kuna ukweli ndani yake. Kwa hiyo sasa niliamua kupotezea yale maneno ya Ana. Kwa hiyo niliamua kwanza kuwaita wale watu wasaidizi wangu ofisini kwangu na kisha kikao chetu kiliendelea kama kawaida. Kana kwamba hamna chochote kilichotokea pale ofisini. Majira ya saa 11 za jioni, mimi nikiwa najiandaa kurudi nyumbani Kinondoni. Simu yangu mkononi ilianza kuita. Na nilipotazama niliona mpigaji ni mama yangu. Haraka nilipokea ili nijue mama anataka kuniambia nini. Na baada ya kupokea tu sauti ya mamangu akiwa na hofu sana ilisikika kwa kusema, mwanangu, kuna shida. Nikamwambia shida gani mama? Ana amekuja hapa nyumbani, amegombana sana na Risha, kwa bahati mbaya kaangukia tumbo wakati nagombana na Risha. Na hivyo ninapokuambia tuko njiani tunamwosha hospitalini. Mungu wangu. Kusema ule ukweli niliogopa sana. Na hasa ukizingatia Ana na mimba yangu, kwa sikutaka hata kusubiri. Haraka nilianza safari ya kwenda hospitalini. Hospitali ambayo Ana alikuwa amepelekwa. Njiani nilikuwa nawaza, itakuwaje kama kitu kibaki kimtokea Ana? Kweli baada ya dakika 30 hivi nilikuwa nimefika kwenye hospitali ambayo Ana alikuwa kapelekwa. Mara baada ya kufika nilimkuta pale mama yangu akiwa nje ya chumba cha dharura ambacho Ana alikuwa kaingizwa. Nikamwambia, mama, vipi hali Ana? Ndio tuko hapa mwanangu, tunasubiri. Daktari bado hajasema chochote. Kusema ukweli nilikuwa nina hofu mbili. Moja, ile mimba ambayo ipo tumboni mwa Ana ni ya kwangu, lakini mbili, kama ni kitu kibaki kikamtokea Ana, nitawaeleza nini wazazi wake? Unajua kila nilipokuwa nafikiria hilo, kichwa changu kilikuwa kinapata moto msikilizaji. Mama, Risha yuko wapi? Au na yeye pia hajaja hapa hospitali? Risha yupo kule nyuma ya hospitali, anapunga upepo. Sawa mama, ngoja kwanza nikamwone. Kwa pale nilianza kumfuata Risha, huku akilini mwangu nikiwa nataka kujua nini ambacho kimepelekea mpaka Ana amedhurika. Nilipotoka nyumba ya hospitali kweli nilimkuta Risha alikuwa ameketi kwenye mabenchi ya pale hospitali. Nikamwambia mke wangu, Risha, uko salama kweli? Ndio mume wangu, alijibu Risha huku akiwa ananikumbatia. Tukiwa bado tumekumbatiana nilimuuliza swali ambalo kwa upande wake hakuonekana kama kuridhika nalo. Nikamwambia, Risha mke wangu, kwa nini kimetokea mpaka Ana amedhurika? Kwanza Risha alijitoa mwilini mwangu na kisha alianza kunitazama kwa macho makali yenye hasira. Akaniambia, swali gani hilo Zain? Kwani kuna ubaya wote mimi kukuuliza mke wangu? Ina maana unadhani kwamba mimi nimefanya makusudi kwa sababu ya Ana na mimba yako, si ndio? Risha mke wangu, hayo yote yanatoka wapi sasa? Eti mama watoto wangu. Hebu sogea kwanza hapa basi kipenzi changu. We usiniguse. Nimesema usiniguse. Yaani badala ya kuwa upande wa mke wako, unakuwa upande wa hara yako, si ndio? Risha, mbona umefika mbali sasa? Huko unakokwenda tutakosana ujue. Kwa hiyo tukikosana utanifanya nini? Utanipiga? Nipige. Nipige sasa. Ili uridhike.
Yaani ule mpuuzi anakuja nyumbani kufanya fujo kwa mke wako, badala ya kumtetea mke wako unaanza kumhoji. Ina maana Ana ni bora sana kwako kuliko mimi, si ndio? Sasa Risha, haya yote yanatoka wapi? Mimi nimeuliza tu, nini kimetokea? Sasa unawezaje kufananisha thamani yako kwangu na mtu mwingine? Yule sio mtu mwingine Zain. Yule ni mzazi mwenzio. Inaonekana unampenda sana na kumjali, na ndio maana leo hii uko hapa kuniojete. Zain, wakati na mimba yako sikumbuke hata kama kuna siku uliwahi kunipeleka clinic. Hivi unafikiri nilikuwa naishije mimi? Unajua maumivu nilikuwa napitia? Leo hii huyu hawara yako kaanguka chini, unakuja mbio kunioje mimi? Kama bado ulikuwa unampenda yeye, kwa nini ulikubali kunioa mimi? Kwa nini ulikubali kunioa mimi kama bado unampenda yule? Nakuuliza, kwa nini ulinioa mimi? Anyway, hata hivi nimegundua kwa nini umenioa. Umenioa kwa sababu ya mali alizotupatia babangu, lakini naona kuna jambo unajisaulisha. Sasa ngoja nikwambie, hizo mali unazozisimamia ni za kwangu mimi. Hiyo ofisi unayokwenda kufanya kazi kila siku ni ya kwangu mimi. Na kama nikiamua hata sasa hivi utarudi kwenye ufukara wako, alafu tuone sasa kama huyo mama kijacho wako ataweza kukusaidia. Mtu gani usiokuwa na shukrani wewe? Ulikuwa na hali mbaya wewe, hata senti 5 mfukoni ulikuwa huna. Maisha yako yalikuwa ni magumu na huyo mama kijacho wako. Lakini kwa upendo wangu kwako, bado niliamua kukupa kazi ya udereva kwangu. Nilikuwa nakulipa vizuri tu. Mwishowe nikaona nikupe kabisa na madaraka ya mali zangu, alafu sasa hivi unanipandishia kibesi kisa huyu mpuzi mwenzio. Ase msikilizaji, kusema ule ukweli, yale maneno yaliniuma sana, na hasa ukizingatia sikuwa naona kama ni kosa la yaani sikuwa nimeona kosa mimi ambalo nimelifanya mpaka Risha nitamkia yale maneno. Niliona kama nitaendelea kuongea naye pale naweza nikapata hasira na mwisho siku nikisha kumpiga tu. Kwa hiyo niliamua sasa nirudi ndani kule alikokuwa mamangu. Na sikutaka mamangu ajue kama Risha kanitamkia maneno makali sana. Hivyo nilifanya kuwa niko sawa, lakini siku zote mzazi huwa na jicho kali sana la kuona vile vitu ambavyo tunadhani ya kwamba yeye haoni, lakini mzazi anaweza kaona. Kwa mama aliponitazama tu aligundua kama mimi siko sawa. Akaniambia, Zain mwanangu, mbona uko sawa, umegombana na mkeo si ndio? Nikamwambia hapana mama. Mimi mbona niko sawa tu mama. Zain, mimi ni mama yako. Katika huu ulimwengu ukimtoa Mungu hakuna mtu mwingine anayekujua wewe zaidi yangu. Sasa niambie, umegombana na mkeo si ndio? Kwa kweli msikilizaji, sikuwa na namna, ilibidi nimwambie tu mama ya kwamba nimepishana kauli na mke wangu. Ingawa sikumwambia maneno ambayo Risha alikuwa amenitamkia. Usijali mwanangu. Mkeo Risha lazima awe na hasira kwa sababu anahisi unampendelea Ana kuliko yeye. Kwa mimi namuelewa, naomba na wewe umuelewe tu mwanangu. Lakini mama hakupaswa kufanya hiki. Vipi kama Ana akipatwa na kitu kibaya, tutawajibu nini wazazi wake? Usijali mwanangu. Kwanza kabisa mimi nilikuwa nipo kwenye eneo la tukio. Ugomvi wao mimi nimeushuhudia. Ni vile tu sikuwa na nguvu za kuwazuia, lakini nataka nikuhakikishie Ana atakuwa salama tu mwanangu. Kwa tuliendelea kusubiri pale mpaka daktari alipotoka kwenye chumba cha dharura. Haraka sana tulifuata daktari ili atueleze kuhusu hali ya Ana. Daktari akasema, poleni sana kwa kusubiri kwa muda mrefu, lakini pia msina wasiwasi, mgonjwa wetu yuko sawa tu. Maumivu ambayo yameyapata kutokana na kuangukia tumbo hayajaathiri chochote tumboni mwake, kwa hiyo yuko salama. Isipokuwa kwa leo atalala hapa hospitali ili tuweze kumwangalia vizuri zaidi na zaidi. Kusema ule ukweli, mimi pamoja na mamangu tulishukuru mno. Tulishukuru sana, maana kama mambo yangekuwa tofauti, sijui ingekuwaje. Tulimuuliza daktari kama tunaweza tukamwona. Daktari alituambia kwamba hatuwezi kumuona kwa sababu ule yani ule muda walikuwa wamemchoma sindano za usingizi. Kwa kama ni kumuona basi tunapaswa kuweza kusubiri mpaka atakapoweza kuamka mwenyewe. Kwa kuwa ilikuwa ni majira ya saa 12 za jioni, mama alisema turudi nyumbani ili akamwandalie chakula cha usiku na kisha tumleteana. Kwa mimi nikaenda nyuma ile hospitali kumuita Risha, lakini sikumuona. Nilijaribu kumtafuta kila mahali pale hospitali lakini bado sikumuona. Nilimpigia simu na simu yake ilikuwa inaita mpaka inakata, lakini alikuwa hapokei.
Moja kwa moja nilijua tu kabisa atakuwa ameenda nyumbani tu. Kwa hiyo mimi pamoja na mama tuliamua kurudi nyumbani. Wakati huo, msikilizaji, tayari nilikuwa nimenunua gari langu la kutembelea, V8 new model kabisa. Yaani nilikuwa nikipita tu hivi sehemu unaweza kuhisi ni mbunge au kigogo fulani vya serikali anapita, kumbe sio. Nakumbuka tulifika nyumbani majira ya saa 2 hivi kasoro za usiku. Pale nyumbani kwetu, kwa kuwa Risha alikuwa kazoea kuishi na house girl, kwa hiyo kulikuwa kuna house girl mmoja hivi ambaye tulikuwa tumemweka kwa sababu ya Risha pamoja na mtoto wetu. Tulifika nyumbani sikumwona mtoto wangu Rahimu wala Risha. Ilibidi muulize house girl kwamba Risha yuko wapi, na ndipo akaniambia kwamba Risha alirudi muda si mrefu, amemchukua mtoto wake pamoja na mabegi yake ya nguo, ameondoka. Aisee, kitendo hiko kilinikera sana. Unajua moyoni mwangu nilianza kujisema, hivi huyu mwanamke yeye anajiona ni nani? Anawezaje kuondoka nyumbani pasipo ruhusa yangu? Ina maana hajui kama mimi ni mume wake? Nikasema hapana, lazima nifanye kitu. Huyu nikimwendekeza huyu atanipanda kichwani. Anaanzaje kuondoka nyumbani bila ruhusa yangu? Kwa pale nikiwa naendelea kuwaza, mamangu alinisemesha kwa kuniambia, Zain, unawaza nini mwanangu? Nikasema namfikiria mke wangu mama. Yaani jambo dogo tu kama hili anaamua kuondoka nyumbani, kweli mama? Mwanangu, maisha ya sasa ndivyo yalivyo. Mabinti wa sasa wakigombana tu na waume zao, wanasusa, wanarudi nyumbani. Hilo siwezi kuruhusu mama. Niliapa kubadilika kuwa mume bora, kwa siwezi kuruhusu Risha alipande kichwani. Ngoja nifuate huko kwa alipo mama. Haya, sawa mwanangu, ila chonde usije kampiga mtoto wa watu. Jitahidi sana kujizuia kwenye hilo mwanangu. Nikasema usijali mama, siwezi kumpiga hata kidogo. Yule mimi ni mke wangu. Kwa nilitoka nje, nikaingia kwenye gari langu na kisha nikaanza kwenda Mikocheni kwenye jumba la Risha. Nilikuwa na uhakika tu ya kwamba atakuwa huko kwa sababu mama yake kwa sasa yuko Dar es Salaam, anaishi kwa mdogo wake Kampala, Uganda. Kwa nilikuwa najua kabisa kwamba Risha atakuwa kaenda nyumbani kwake Mikocheni. Kweli baada ya mwendo wa dakika kadhaa nilikuwa nimefika Mikocheni. Mlinzi alinifungulia geti na kisha nikaingiza gari ndani. Nilishuka kwenye gari, nikaingia ndani ambapo nilimkuta Risha akiwa sebuleni anaangalia tamthilia zile ambazo zimeingiziwa sauti ya Kiswahili. Risha aliponiona alijifanya kama yuko busy hivi na alikuwa anaangalia tamthilia. Nilisogea mpaka pale alipokuwa kisha nikamwambia mke wangu, naomba tuende nyumbani. Hapo Risha hakunijibu chochote. Ndio kwanza alikuwa anajifanya yuko busy yuko na tamthilia. Nikamwambia Risha, tafadhali nakuomba tuende nyumbani. Niliongea tena lakini bado Risha unajua hakuonekana kujali kauli yangu. Niliamua kuzima ile TV. Kitendo ambacho kilionekana kumkera sana Risha. Alinitazama kwa macho makali mno kisha akasema, Zain, sihitaji matatizo na wewe. Narudia tena, sitaki matatizo na wewe. Nakuomba ondoka nyumbani kwangu. Nikamwambia mimi sina shida na nyumbani kwako. Niko hapa kumchukua mke wangu, kwa naomba twende nyumbani. Sitaki. Kama una shida sana na mwanamke, nenda kamchukue yule ana wako. Risha, mbona unakuza mambo mke wangu? Binafsi sioni kama sababu ya wewe kuwa na hasira, sioni hiyo sababu. Huyo ni sababu sio? Sasa nisikilize, kama wewe huyo ni sababu, mimi naiona. Naomba uondoke nyumbani kwangu. Risha, ina maana mimi nakuuliza nini kimetokea ndio imekuwa ni kosa sema yake? Risha, yule binti ana ujauzito. Vipi kama angedhurika? Unafikiri ungewajibu nini wazazi wake? Lakini wewe pia ni msomi. Sikutegemea kama unaweza kugombana na mwanamke mjamzito, tena mwenye tumbo kubwa kama vile. Yote aliyofanya Ana ni msukumo tu wa kihisia zinazotokana na hali iliyokuwa nayo. Mbona alipokuja ofisini kwangu mimi sikumfanya kitu chochote? Kwa nini ulishindwa kuvumilia hili? Unasemaje Zain? Ina maana mpaka ofisini alikuja? Zain, hivi unajua umeniaibisha kiasi gani? Watu wote ofisini wanajua kama mimi ndio mkeo. Alafu wewe unaruhusu Hawara aje ofisini kwetu. Alafu tena unaniambia kwamba ulimwacha aongee huko mgusa. Hivi wewe unajielewa kwa ile mwanaume? Sasa ulitaka nifanyaje? Nimsukume kama ulivyofanya wewe? Si ndivyo? Hebu sikiliza Risha.
kabla tujafunga ndoa ulikuwa unajua kabisa kwamba ana mimba yangu. Na shangaa sasa kwa nini sasa hivi umekuwa ni mkali yani kama vile mbogo, wakati hilo swala ulikuwa unalijua toka awali? Yaani kwa nini umebadilika tu, umechange ghafla? Kwa hiyo kwa maelezo, ulitaka kija nyumbani ni mpetipeti kana kwamba mimi ni kijakazi wake. Hebu nisikilize Risha. Sitaki tuzidi kukwaruzana. Ndio wetu ndo kwanza tuchanga, na kingine yuko salama, hajapata shida yoyote zaidi ya yale maumivu. Kwa naomba twende nyumbani na mambo mengine tutaenda kuongea huko. Sitaki. Hapa nilipo nyumbani kwangu. Hii ni nyumba yangu. Kwa hiyo hakuna mtu akweza kunipangia wapi pa kwenda. Risha, naona umesahau kama mimi ni mumeo, si ndivyo? Utajua mwenyewe bwana. Mimi sijui kusijali kuhusu hilo. Mume. Okay, sawa. Ila naomba tu nikwambie jambo moja. Kama ulikubali kuolewa na mimi, maana yake ni kwamba ulikubali kuweza kuishi chini yangu. Mimi ndo mumeo na mimi ndiye nitakayeamua wewe unaishi wapi. Kwa usinifanye nikatumia nguvu hapa. Wewe mwenyewe ongoza njia kutoka nje. Panda kwenye gari tunarudi nyumbani. Nimesema siendi popote, na kama ukiendelea kunibugudhi nitakuitia polisi. Unachekesha kweli wewe. Yaani muitie polisi mumeo? Yeah. Sasa okay, wait tuone. Wait. Msikilizaji, unajua niliona kama nikiendelea kumbembeleza Risha atanipanda kichwani. Kwa niliamua kumbeba begani nikaanza kutoka naye nje. Kitendo kile yani hata yeye mwenyewe pia unajua hakutegemea kama mimi naweza nikamfanyia kama vile. Alijikuta tu anapiga kelele za kutaka mimi nimwachie, lakini sikumwachia. Kuna muda alikuwa anajaribu kuning'ata na meno yake, lakini bado mimi sikumwachia. Nilimuingiza kwenye gari na kisha nikaloki milango yote asitoke nje kabisa. Na baada ya hapo nilirudi ndani, nikachukua pale mtoto wangu aliyekuwa kalala, nilitoka naye, kisha nikamuingiza kwenye gari kwa kumweka kwenye siti za nyuma, na baada ya hapo nilifunga lile jumba lake na kisha nikamwambia mlinzi asiruhusu mtu mwingine kuweza kuja mle ndani bila ruhusa yangu. Niliwasha gari na kisha safari sasa kurudi Kinondoni ilianza. Zain, hivi kuna unanifanyia hivi? Aliuliza Risha, na wakati tayari tulikuwa tuko barabarani tunarudi Kinondoni. Wewe ndo nikuulize hilo swali Risha. Yaani hata sioni sababu ya maana inayokufanya wewe hivi. Kwa nini umepatwa na nini wewe? Yaani unamjali mwanamke mwingine badala ya kumjali mke wako. Alafu sasa hivi unauliza nimepatwa na nini? Risha, bado sielewi unaongelea nini. Mimi nilikuuliza nini kimetokea, lakini ona majibu ambayo wewe umeyajibu hivi. Unadhani kama mamangu angesikia haya majibu ambayo wewe umenijibu, unajua angejisikiaje? Risha, mimi nilikuwa wewe, sijaoa mali zenu. Naona unatumia sana kigezo cha mali zenu kutaka kuweza kuniendesha. Sasa nakwambia hivi, sina shida na mali zenu. Kama unataka kuendesha mali zako, ofisi yako iko wazi, uamuzi ni wa kwako. Kabla ikuwa kwenye maisha na wewe, nilikuwa na maisha na mtu mwingine. Kwa usifikiri kama mali zenu ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Sasa kama unalijua hilo, kwa nini unamjali sana kuliko mimi? Nilizaa mtoto wako bila uwepo wako. Leo hii yeye kapata shida kidogo tu, wewe unachanganyikiwa. Kama unampenda sana, kwa nini sasa umenioa mimi? Msikilizaji, unajua paka hapo nilichokigundua ni kwamba hasira ya Risha inatokana tu na wivu wa mapenzi. Kwa kuwa yeye alizaa akiwa yuko mbali na mimi, hivyo alikuwa anatamani kuona na kuwa tena mbali na pia. Sikutaka tena kuendelea kujibizana naye kwa sababu tayari nilikuwa nimeshajua kwa nini alikuwa na hasira sana. Nilichokifanya, nilitafuta tu sehemu nzuri ya parking na kisha nilisimamisha gari, na baada ya gari kusimama nilimshika mikono Risha kwa sauti ya upole, nikaanza kuongea naye. Nikamwambia, sikiliza Risha, mke wangu. Wewe ndo dunia yangu. Wewe ndiye mwanamke ambaye unaangazia tabasamu langu. Naweza nikawa na mapungufu sababu mimi ni mwanadamu kama wanadamu wengine, lakini hiyo haina maana ya kwamba sikujali mke wangu. Ni kweli mimi ni kijana wa kimaskini, lakini nataka utambue upendo wangu kwako ni mkubwa sana Risha. Sikufichi Risha, nilipokuona kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu, nilitamani sana wewe ndo uwe mwanamke wangu. Laiti kama ningekutana na wewe kabla ya basi kwa hakika ningekuwa wewe. Lakini ona Mungu alivyokuwa wa ajabu. Ona jinsi Mungu alivyotenda kwetu. Leo hii mimi na wewe ni mke na mume. Kile nilichokuwa nakiwaza na kukiota ndicho ambacho nakiishi sasa hivi. Kusema ule kweli, wewe ndo mwanamke wa maisha yangu.
Nakupenda sana Risha, na kama usije ukajaribu kupima thamani yako kwangu kwa kulinganisha na mwanamke mwingine. Nakupenda sana Risha. Hapo maneno yangu yalipenya ndani kabisa moyo wa Risha. Maskini Risha alianza pale kulia, huku akiomba nimsamehe kwa kauli chafu alizokuwa kanitolea. Binafsi mimi nilimuelewa, kwao nilimwambia asiwaze kabisa. Nikiwa bado namtuliza Risha, simu yangu mimi ilianza kuita. Na nilipotazama niliona mpigaji ni mama yangu, kwa hiyo haraka sana nilipokea ili nijue mama anataka kuniambia nini. Nikasema, "Yes mama." "Mwanangu uko wapi?" Nikamwambia, "Nipo njiani hapa, ndo narudi nyumbani na mkamwana wako." "Sawa, ila kuna tatizo." Nikasema, "Mama, lipi tena?" "Niko hospitali hapa, nimemletea Ana chakula. Shida ni kwamba kagoma kula mpaka wewe uje. Kwa kweli nimekasirika sana. Anawezaje kuhatarisha maisha ya mjukuu?" "Usijali mama. Na hakika Ana anafanya hivyo kwa makusudi kabisa. Lakini hamna shida. Mimi na mke wangu tunakuja huko hospitalini." "Sawa mwanangu, njoo. Mimi sijali kabisa kuhusu yeye. Kinachoniumiza hapa ni usalama wa mjukuu wangu aliyepo tumboni mwake." "Sawa mama, nakuja. Nitaongea naye, wala usijali." Nilipokata tu simu, Risha alinioja, "Kafanya nini tena huyo mwenda wazimu?" "Unajua mwanamke ni mjinga sana. Yaani mamangu kamwandalia chakula kwa afya yake pamoja na mtoto aliyepo tumboni mwake, lakini anakata kula eti mpaka mimi niende." "Yaani mpaka wewe uende? Yaani kivipi yani?" "Sikiza mume wangu. Huyu Ana kama ukimwendekeza atatuletea shida kwenye maisha yetu." "Nalijua hilo mke wangu. Najua kama anafanya hivi kwa makusudi. Kimsingi naomba tumvumilie tu kwanza mpaka jifungwe, na baada ya hapo sasa ndo atajua sisi ni watu aina gani kwake." "Na sawa mume wangu, lakini niwe tu muwazi tu. Huyu mwanamke wako namchukia. Yaani kuna muda natamani hata kumuua." "Mke wangu, sifikie huko sasa. Unajua kabisa kwa nchi yetu ukiua adhabu ni mbili, aidha kifungo cha maisha gerezani au kunyongwa hadi kufa. Kwa hiyo unataka mimi niishije kama wewe utafanya hilo jambo?" Ananikera sana huyo Ana. Yaani tokeni mjue kwenye maisha yangu sijawahi kuwa na amani na yeye kabisa kabisa. Wanasema mfamaji siku zote aishi kutapata hapa. Kwa sasa Ana yeye ni mfamaji, na ndio maana unaona anafanya hivi vituko. Kwa hiyo visikuumize sana kichwa mke wangu." "Mke wangu, Ana ni mjamzito na natambua kabisa ya kwamba mimba alionayo ni ya kwangu. Kwa siwezi kumwacha akatarisha usalama mtoto wangu. Twende." Niliwasha gari na kisha safari ya kwenda hospitalini ilianza. Tulipofika kweli tuliingia wodini ambapo tulimkuta Ana alikuwa ameketi kitandani, huku mama yangu mzazi akiwa anajaribu kumsia ale chakula hata kidogo kwa ajili ya afya mtoto iliyopo tumboni. Ana mara baada kumwona Risha tu hasira ndo zikamzidi. Alitaka kunyanyuka pale kitandani aje kumshambulia Risha, lakini mimi nilimwahi kwa kumzuia. Na baada ya kuwa nimemzuia, nilimwambia mama pamoja na Risha waende nje kunisubiri. Na baada wao kutoka nilimtazama Ana kwa upole na kisha nikamwambia, "Sikiliza Ana. Unafanya kitu gani sasa? Ina maana wewe hutaki mtoto wetu azaliwe salama, si ndio? Kwa nini umlete Risha hapa? Amekuja kufanya nini hapa? Au ndo amekuja kuweza kuthibitisha kama mimi sijaumia, si ndio?" Ana, haiko hivyo. Kumbe kwa nini amekuja hapa? Hilo swala muhimu sana kwa sasa. Sikiliza. Sioni kama kuna haja mimi kuweza kukukumbusha upendo wa mama kwa mtoto wake. Natumai hilo nalijua na wangu. Ya, nalijua. Sasa kwa nini hutaki kula wakati unajua kabisa maisha mtoto wetu yanakutegemea sana wewe mama yake? Nilikuwa na hasira sana Zain. Na mpaka sasa hivi bado na hasira sana. Moyo wangu unafukuta. Nina hasira sana Zain, na usiulize ni kwa nini, kwa sababu najua, sababu unaijua. Hapo kwanza nilitulia kwanza kimya kwa sekunde kadhaa, huku niko namtazama tu Ana. Kupitia macho yake niliona ni kwa kiasi gani kaumia sana mimi kumwoarisha badala yake yeye.
Kusema ule ukweli, nilikuwa namuonea sana huruma pamoja na kujutia sana nafsi yangu, kwa maana kabisa niliona kabisa kasa mimi ndio chanzo cha matatizo yote yale. Laiti kama mimi ningekuwa mwaminifu kwenye ndoa yangu ya kwanza, inamaanisha kwamba leo hii matatizo haya yasingekuwepo. Tamaa zangu za kimwili zimezua mabalaa ambayo si mimi tu ninayepitia, bali mpaka watu wengine wanayepitia pia. Ana, najua mimi ndo chanzo cha yote haya. Hata kama nikiomba msamaha kwako mara 70,000, bado haiwezi kubadilisha kile ambacho nimeweza kukisababisha kwenye maisha yako. Lakini pamoja na yote hayo, mimi na wewe bado tuna sababu ya kuishi. Ni Mungu tu ndiye mwenye kuamua tuendelee kuishi ama tufe. Hivyo basi, kwa kuwa bado tunapumua, tuna kila sababu ya kuhakikisha kuwa mtoto wetu anakuwa salama. Nilimbembeleza sana Ana. Nilimpa kila aina ya maneno matamu na mwisho alikubali kula, lakini mimi yani alikuwa hataka mimi ndo nimlishe. Kusema ule kweli, moja ya tabia ambayo alikuwa nayo Ana ilikuwa ni kudeka. Ana alikuwa anadeka vibaya mno. Kwa mimi nilimlisha chakula, msikilizaji. Nilikaa naye mule wedini mpaka usingizi ulipoweza kumpitia tena, na ndipo nikaamua kuondoka. Nilipotoka tu nje, nilitaka nimpigie simu baba yake na Ana nimpe taarifa kuhusu binti yao, lakini mama unajua alinizuia kwa kuniambia kwamba Ana kawaambia wazazi wake kwamba yeye yuko na rafiki yake. Kwa kama nitawaambia baba yake ya kwamba binti yake yuko hospitalini, nitakuwa nimevuruga mambo. Basi msikilizaji, tuliingia kwenye gari na kutoka rudi zetu nyumbani. Asubuhi ya siku iliyofuata, kabla ya kwenda kazini, nilipitia kwanza hospitalini ambapo niliweza kuruhusiwa kumchukua Ana. Baada ya kumchukua Ana, alitaka kuweza kupata kifungua kinywa na mimi. Kwa mimi nilienda kwenye moja ya hoteli kubwa ya hapa mjini. Tuliingia kwenye mgao hiyo hoteli, tukaagiza pale chai. Ulikuwa ni msosi wa nguvu, maana kama unavyojua tena, hoteli za nyota 5 huwa hazina mambo madogo. Tukiwa tunapata pale chai pale, Ana aliniuliza swali ambalo kwa kweli nilipata ukakasi mno kwenye kulijibu. Zain, niambie Ana, una mpango gani na mimi Zain? Mpango? Bado sijaelewa, unakusudia ni kujua nini kutoka kwangu? Na maanisha nafasi yangu kwako ni ipi? Wewe ni mtu muhimu sana kwenye maisha yangu Ana. Ni hivyo tu? Yeah. Kwa hiyo hukuwa mimi kunipenda, si ndio? Ana kipenzi, sidhani kama huu ni muda sahihi wa kuweza kuliongelea hilo. Sitaki ujisikie vibaya mama kijacho wangu. Umebakiza mwezi 1.5 ujifungue. Tafadhali sana, hebu tusiongelee hayo mambo. Kama utaki tuongelee hayo mambo, basi kwanza inabidi uniahidi kitu. Kitu gani hicho? Utakuwa karibu na mimi kama zamani mpaka pale nitakapojifungua. Yaani hilo hata bila hata kuniambia, ilikuwa ni lazima nifanye hilo. Na ndio maana unaona kabisa muda huu nipo nawe hapa. Nilipomwambia hivyo Ana alifurahi sana. Nilipomwambia vile, kusema ule ukweli, huyu alikuwa kapagawa sana na penzi langu ese. Yaani ilikuwa haihitaji hata kufanya uchunguzi kuona ni kwa kiasi gani Ana ananipenda. Baada ya kumaliza kupata chai, nilimpeleka mpaka nyumbani kwao. Kwa kuwa sikutaka kuzua sikutaka kuzua maneno, sikuingia ndani kwao. Nilimshusha nje ya geti la nyumbani kwao na kisha huyo mimi nikaenda katika ofisi zangu. Yaani ofisini kwangu. Msikilizaji, hayo mimi ndio alikuwa maisha yangu. Kila asubuhi nilikuwa naenda kumchukua Ana nyumbani kwao, naenda kupata naye chai na kisha namrudisha nyumbani kwao. Wazazi wake hawakuweza kujua hilo kwa sababu muda ambao mimi nilikuwa naenda kumchukua pale kwao, tayari wazazi wake walikuwa wameshatoka kwenda maofisini. Zilipita kama wiki 3 hivi nikiwa nafanya tu hivyo. Siku moja majira ya mchana nikiwa niko ofisini kwangu, nilipigiwa na mama yangu. Mamangu alionekana kuwa na wasiwasi sana. Kwanza nilimtuliza na kisha nikamuuliza kuna nini kimetokea. Mama akaniambia mambo ambayo kusema ukweli yalishtua sana moyo wangu. Aliniambia, Zain mwanangu, mke wako amekuja kukamatwa na polisi. Kukamatwa kwa kosa gani mama? Polisi wamesema amemshambulia Ana kwa kumchoma na kisu tumboni. Hapo kwanza mwili mzima ulinisisimka. Nilivuta hisia.
ile mimba miezi 8 ambayo Ana ako nayo, halafu ndo amechomwa kisu tumboni. Aisee, nilijisi kutetemeka mwili mzima. Nikamwambia mama, nini unachokizungumza mama? Zaini ateme mwenye sielewe mwanangu. Okay, sawa mama, usiwe na hofu. Nitalishughulikia. Wamempeleka kituo gani? Mama alinitajia kituo cha polisi. Walichukua wamempeleka Risha. Sikutaka kupoteza muda, pale pale nilitoka ofisini kwangu tayari kwa kuanza safari ya kwenda kituoni. Nikiwa niko njiani, wazo la kutaka kujua hali ya Ana pamoja na mtoto wangu aliyekuwa tumboni mwake linijia. Shida ilikuja nitamuuliza nani? Maana mimi sikuwa na ukaribu kabisa na familia Ana. Niliwaza sana, mwishoni niliona ni bora tu nimpigie simu dada yake Zaina. Kweli nilitoa simu yangu nikampigia. Mara ya kwanza hakupokea, mara ya pili nayo hakupokea, kitendo ambacho kilinifanya nizidi kuwa na hofu ya kuwa huenda Ana akawa amepatwa na kitu kibaya. Nilimpigia tena kwa mara ya 3 na safari hii Zaina alipokea simu huku akiwa analia. Akanasema, Zain, mmeamua kumua mdogo wangu, si ndio? Mdogo wangu kawakosea kitu gani mpaka mumfanyie hivi? Na kuuliza wewe Zain, Ana kawakosea kitu gani? Nikasema, Zaina, kusema ule kweli hata mimi mwenyewe nimepagawa hapa nilipo. Hebu niambie kwanza, Ana anaendeleaje? Hilo swali muulize mkeo aliyemchoma kisu mdogo wangu. Pale pale ndo simu ikakatwa. Kwa kweli nilipagawa. Ilibidi kwanza nipake gari pembeni, maana nilikuwa najihisi kabisa kizunguzungu kutokana na ile taarifa ambayo Zaina alikuwa ameniambia. Ingawa nilikuwa sina mpango wa kuwa na Ana kimapenzi, lakini bado sikutaka kitu chochote kibaki mkute. Kwa kweli nilipagawa. Nilipofika kituo cha polisi nilimkuta mke wangu akiwa analia tu. Macho yake yote yalikuwa yamevimba kutokana na kulia kwa muda mrefu. Bado walikuwa hawajawekwa rumande, kwa hiyo aliponiona tu alinikimbilia na kisha alinikumbatia huku akiwa analia. Akawa anasema, Zaini mume wangu, sio mimi. Mimi sijamchoma kisu Ana. Naomba uniondoe hapa mume wangu. Wananisingizia tu mimi. Mimi sijamchoma kisu Ana. Nilienda tu kumwambia kae mbali na wewe. Nasema ukweli mume wangu. Msikilizaji, kwa kweli sikuwa naelewa hata nishike kipi niache kipi. Kwa kumwangalia tu mke wangu niliona wazi kabisa macho yake yakisema ni ukweli mtupu. Ilibidi kwanza nimtulize, nikamwambia, basi mke wangu, hebu tulia kwanza, sikia. Siwezi kukuacha hapa mke wangu, sawa? Najua kama hujafanya hili, kwa hiyo kuwa na amani kabisa mke wangu, sawa? Mke wangu alinitekea huku akiwa ananikumbatia. Ilibidi mimi niingie ofisini kwa mkuu wa kituo cha polisi ili nijue nini kinaendelea kuhusiana na lile swala. Nikasema, mkuu, nini kinachoendelea hapa? Kwa nini mke wangu amekamatwa? Kamanda Alexandra, mkuu wa kile kituo cha polisi, alinitazama na kisha akasema, mke wako amefanya jaribio la kumua mwanamke mwenye mimba kwa kumchoma na kisu. Nikasema, mkuu, hebu sikia. Si halalishi kilichotokea, lakini na uhakika mke wangu amesingiziwa kwenye hili. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu namjua vizuri mke wangu. Kama huwezi kufanya kitu kama hiki, sawa, ila kwa bahati mbaya jeshi la polisi halifanyi kazi kwa kuangalia hisia za mtu. Hapa tunafuata sheria na taratibu. Kwa hiyo kama mkeo kasingiziwa, usijali, ukweli wote utaenda kujulikana mahakamani. Mkuu, kwa nini mumpeleke mahakamani wakati hana hatia? Sikiliza bwana mdogo Zaini, hii ni kesi ya jinai. Ushauri wangu, kama unataka kumsaidia mke wako, basi mtafutie wakili mzuri mapema. Unaweza kwenda sasa. Nikamwambia, kwa kamanda, mimi mbona siwezi, yaani naondoka bila mke wangu? Kesi za jinai hazina dhamana. Cha msingi mtafutie mke wako mwanasheria mapema. Nilitoka pale kituoni nikiwa nina mawazo sana, maana sikupewa tena nafasi ya kuweza kumuona mke wangu. Sikutaka kurudi nyumbani. Na aliyokuwa sielewi hatima ya mke wangu itakuwa ni nini. Nikiwa nje ya kituo cha polisi nawaza nini cha kufanya. Wazo la kwenda kwa mwanasheria mmoja ambaye niliwahi kufanya naye kazi kipindi kile, anafanya kazi kwenye kampuni ya baba yake na Ana, ikanijia. Haraka nilielekea ofisini kwake. Majira ya saa 9 alasiri nilikuwa nimefika ofisini kwake. Kwa bahati nilikuwa nimemkuta wakili yeye mwenyewe, kwa hiyo niliingia ofisini kwake. Akaniambia, karibu sana Zain. Asa ni muda sana tujonana. Nikamwambia, asante sana wakili Michael. Leta mpya ndugu yangu, maana ujio wako naona kabisa sio kawaida kabisa ndugu yangu. Nikamwambia, ni kweli kaka, upo sahihi. Na matatizo ndugu yangu. Na kiukweli nahitaji sana msaada wako. Matatizo? Matatizo gani ndugu? Hapo ilibidi nimueleze kila kitu wakili Michael ili nijue atanisaidiaje. Kwa
kweli Zaini, kwanza pole sana kwa hayo matatizo yalikukuta, lakini umekuja sehemu sahihi. Nitajitahidi kadiri vile niwezavyo ili mke wako aweze kuwa huru. Nikasema sasa tutafanyaje kaka, maana mke wangu hawezi kukaa rumande. Hata gerezani tusitaje aende kukaa. Kimsingi ana hali mbaya sana. Kama kuna uwezekano wa kumtoa polisi mapema basi tufanye hivyo ndugu yangu. Tunaweza tukamtoa mapema, lakini kwa njia ambayo sidhani kama itakuwa ni rahisi. Njia gani hiyo ndugu yangu? Inabidi Ana afute mashtaka yake. Kama Ana kifuta mashtaka hata leo, Risha ataachiwa huru. Mungu wangu. Hilo litakuwa ni swala gumu sana. Mpaka sasa hivi sijui hali Ana. Sijui hata ni hospitali gani amepelekwa. Usijali kuhusu hilo, mimi nitakusaidia. Ngoja nimpigie dada yake Ana. Ni mtu wangu wa karibu, ataniambia tu Ana umempeleka hospitali gani. Kwa hiyo msikilizaji, wakili Michael alimpigia Zaina na kwa bahati nzuri Zaina alisema hospitali ambayo umempeleka Ana. Kwa hiyo baada ya kujua hospitali ambayo umempeleka Ana, wakili Michael aliniambia niende nikajue kwanza hali ya Ana, na kama nitapata nafasi ya kuongea naye basi nimuombe afute mashtaka dhidi ya Risha. Sikutaka kupoteza muda, haraka sana ilianza safari ya kwenda kwenye hospitali ambayo Ana alikuwa amepelekwa. Hospitali yenyewe kwanza haikuwa mbali sana na pale ilipokuwa ofisi ya wakili Michael. Kwa hiyo ilinichukua kama dakika 20-30 tu nikawa nimeshafika. Shida ilikuwa ni kwamba baba yake na Ana, Mr. Mposila, alikuwa amepiga marufuku mtu yote kumwona Ana bila ruhusa yake. Nilijitahidi sana kuomba watu wa mapokezini waniruhusu nikamwone Ana, lakini kusema ukweli ilishindikana. Baada ya jitihada zangu kugonga mwamba, ilibidi nirudi tena kule kwa wakili Michael. Nilimueleza kwamba bwana, mimi nimezuiliwa kumwona Ana. Wakili Michael aliniambia nisijali, atatafuta tu njia ya kufanya ili mradi tujue hali ya Ana pamoja na ujauzito wake. Kusema ukweli, katika siku ambazo niliwahi kuwa na huzuni kwenye maisha yangu, basi ni pamoja na hii siku. Kila nilipokuwa nafikiria ya kwamba mke wangu atalala rumande, kwa kweli nilikuwa nachanganyikiwa sana. Jioni ilipofika, mimi na mama tulimpelekea Risha chakula kule kituoni. Msikilizaji, mke wangu alikuwa kanyong'onyea sana. Macho yake yalikuwa yamevimba kutokana na kulia kwa muda mrefu. Muda wote kauli yake ilikuwa ni moja tu ya kwamba yeye hajamchoma kisu Ana. Kuna muda hata mimi machozi yalikuwa yananilengalenga, lakini ilibidi nijikaze kiume tu. Baada kumpa chakula tulitakiwa pale kurudi nyumbani. Kusema ukweli, sikutaka kabisa kumwacha mke wangu kituoni. Ila ndio hivyo sasa. Sikuwa na namna nyingine zaidi ya kuweza kutitu sheria. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, mimi niliamshwa na mlio wa simu yangu. Na nilipoangalia niliona mpigaji ni wakili Michael. Haraka sana nilipokea simu yake, maana ndiye mtu pekee niliyekuwa namtegemea kwenye kumsaidia mke wangu Risha. Nilipopokea simu yake, wakili Michael aliniambia kwamba niende ofisini kwake, kuna mambo ya muhimu sana anataka kuniambia. Basi nilijiandaa pale fasta. Nakumbuka hata chai mimi sikunywa. Haraka nilitoka nikaenda ofisini kwake. Nilipofika, wakili Michael alianza pale kuongea kwa kusema, bwana kaka, pole sana. Kwa kweli upo kwenye tatizo kubwa sana. Jana jioni nilienda pale hospitali alipolazwa Ana. Kwa bahati nzuri nilipata nafasi ya kumuona pamoja na report na kupata ile report ya daktari wake. Hali yake kaka sio kabisa. Na hivi ninavyokuambia, madaktari wamelazimika kumfanyia operation ili kumtoa mtoto wake tumboni. Kauli hiyo ilinishtua sana moyo wangu. Nilijihisi kuingiwa na ganzi mwili mzima. Nakumbuka mimba ya Ana ilikuwa na miezi 8 tu. Kwa hiyo bado ilikuwa imebaki mwezi mmoja ili jifungue. Sasa kama madaktari wamemfanyia upasuaji kumtoa mtoto tumboni mwake, ina maana kwamba mtoto wangu amekufa. Kwa kweli nilichanganyikiwa msikilizaji. Mule ofisini kwa wakili Michael kulikuwa kuna kiyoyozi, lakini uwezi amini jasho lilikuwa linanitoka kana kwamba nilikuwa labda nakimbia mbio ndefu. Sasa yule wakili akaniambia, kaka tulia kwanza. Hebu kunywa kwanza maji. Aliongea wakili Michael huku akiwa ananipa glasi ya maji. Nilikunywa ile maji na kisha nikasema, kaka, sijui mimi nina mkosi gani kwenye maisha yangu. Kila siku nimekuwa ni mtu wa kupata matatizo tu. Kwani mimi nimekosea kitu gani kaka? Mimi Mungu nimemkosea nini? Zaidi hebu tulia kwanza kaka. Matatizo ni kipimo cha imani kwa Muumba wetu. Haya yanayotokea ni sehemu tu ya kipimo cha imani yako kwa Muumba wetu. Kitu cha msingi upaswi kuwa na hofu kaka. Hapa ni kufanya ibada tu. Mungu amponye Ana pamoja na mtoto wake. Kaka, unajua nilikuwa sijakwambia hili. Hiyo mimba ambayo Ana alikuwa nayo ni ya kwangu.
Ina maana kama mtoto katolewa kabla siku zake atakuwa amekufa sasa. Huu ni uzembe wangu kaka. Kama ningemuoa tena yule binti, leo hii asingekuwa kwenye haya matatizo. Nimempoteza mwanangu kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Naumia sana ndugu yangu Michael, naumia. Zain, nadhani utakuwa umenielewa vibaya. Mimi sijasema kama mtoto amekufa. Nimekwambia madaktari wamelazimika kumfanyia upasuaji kumtoa mtoto. Alafu kingine, kama mimba ilikuwa na miezi 8, kuna uwezekano mkubwa mtoto akawa hai. Sema tu ndo atakuwa njiti. Kwa mimi nadhani hebu tusubiri mpaka mchana ikifika, tutaenda hospitali kujua nini kimetokea, kama mtoto yuko salama au la. Hata kama tukienda wote, mimi hawataweza kuniruhusu kuingia. Utaingia. Wewe ndiye baba yule mtoto. Kwa una kila haki ya kujua nini kinaendelea kwa mwanao pamoja na mzazi mwenzio. Kama watajaribu kuzuia, basi tutatumia sheria tu ndugu yangu. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Niliamua kusalia pale ofisini kwa wakili Michael mpaka mchana ulipoweza kufika. Tuliweza kupata chakula cha mchana, ingawa hamu ya kula haikuwepo kabisa, na baada ya kula tulielekea hospitali. Tulipofika tu, wa kwanza kuniona alikuwa ni mama yake na Ana, Madam Dosa. Mama yake hakutaka kabisa kuniacha, alianza kunishambulia kwa maneno makali huku akinivuta shati langu mpaka vifungo vikatoka. Akaniambia, umefuata nini hapa? Nakuuliza wewe shetani, umefuata nini hapa? Binti yangu alikupenda wewe kuliko hata kujipenda yeye mwenyewe. Binti yangu alikuwa yuko tayari kufanya chochote kwa sababu yako. Binti yangu alihama nyumbani kwa sababu yako. Leo hii haya ndo malipo ulomlipa binti yangu kweli Zain? Nini ambacho mwanangu kakufanyia mpaka umlipe malipo haya? Na kuuliza wewe, si useme. Msikilizaji, kwa kweli sikuwa na la kusema. Macho yangu yalikuwa yanatoka tu machozi kutokana na maneno ambayo mama yake na Ana alikuwa kinatamkia. Nisikilize wewe kijana. Kama unayependa maisha yako, basi ni bora ukaondoka hapa sasa hivi. Kabla mimi sijasema chochote, wakili Michael alidakia kwa kusema, Madam Dosa, najua hili swala ni gumu sana kwako, lakini kimsingi Zain anayo haki ya kuweza kuwa hapo. Ana ni mzazi mwenzie, kwa hiyo ana kila haki ya kuweza kujua kuhusu mtoto wake pamoja na Ana. Wakili aliposema hivyo, niliona Madam Dosa akimkata jicho la hasira kweli kweli Michael. Kabla wakili Michael hajasema chochote, daktari aliyekuwa anamtibia Ana alikuja pale huku akiwa kaongozana na wasaidizi wake 5. Haraka sana Madam Dosa alimwahi ili kujua hali ya binti yake, na ndipo daktari akasema tumfuate ofisini kwake. Ingawa Madam Dosa kutaka mimi niende ofisini kwa daktari, hata hivyo nilifanikiwa kwenda mara baada ya kumwambia daktari kwamba mimi ndiye baba wa mtoto ambaye Ana kajifungua kwa operation. Baada ya kuingia ofisini mwa yule daktari ambaye nilimtambua kwa jina la Dr. Oswald, alianza pale kwa kusema, jamani, kabla ya yote ningependa kuambia jambo fulani. Ni kwamba sina maana ya kuingilia mgogoro uliopo baina yenu, lakini nilichotaka kukisema ni kwamba kama tunataka kuokoa uhai wa Ana pamoja na mtoto wake, basi ni vyema mkashikamana walau kwa hiki kipindi tu. Nadhani tumeelewana sasa kuhusu hali ya mgonjwa. Upasuaji umeenda salama kama tulivyopanga. Tumefanikiwa kumtoa mtoto, ni mzima, ingawa kwa sasa yuko kwenye mashine zetu maalum, maana amezaliwa kabla ya muda. Kitaalam mtoto tunaita njiti. Mtoto anazaliwa na miezi 7-8, anakuwa ni njiti. Kuhusu mtoto tuna uhakika atakuwa salama. Atakuwa tu salama mdogo, lakini kuhusu mama yake ningependa mjiandae kupokea taarifa yoyote ile, kwa sababu kusema ule kweli hali yake ni mbaya sana. Na sisi kama madaktari tunajitahidi kufanya kila tunaloweza kuokoa maisha yake, lakini ni vyema mkajua kwamba hali yake sio nzuri kabisa. Kwa sasa yupo kwenye koma na haijulikani atamka lini, na kama akiamka kutakuwa kuna uwezekano mkubwa akapata tatizo la kupoza mgongo, kitu ambacho kitapelekea yeye kuwa mlemavu wa maisha yake yote anayoishi hapa duniani. Msikilizaji, sijui hata ni kueleze vipi ili upate picha halisi ambayo nilikuwa nayo siku hiyo. Kusema ule kweli, nilikuwa na maumivu makali sana. Yote ambayo Ana anapitia nilijiona kabisa mimi ndo chanzo. Nilijikuta nikijilaumu sana nafsi yangu msikilizaji. Wakati huo mama yake na Ana alikuwa analia tu. Tulijitahidi sana kumzuia, lakini haikuwezekana. Kutokana na umri wake kuwa mkubwa, alijikuta kipando na pressure, kitu ambacho kilichopelekea poteze fahamu. Ilibidi naye achukuliwe pale na madaktari kwa ajili ya kupatiwa tiba.
Mimi nilitoka pale hospitali nikiwa na mawazo sana. Pamoja na kujikaza kiume, unajua kuna muda, lakini nilishindwa. Nilijikuta nalia kama mtoto mdogo. Kila nilipokuwa nakumbuka namna ambavyo Ana alikuwa ananipenda mimi kwa dhati kabisa, lakini sikumzingatia. Kwa mimi nilijikuta nalia ise. Nilijutia kupoteza upendo wa Ana. Rafiki yangu Alibonge alikuja pale hospitali, kwa hiyo kidogo walau nilipata uheni mara baada ya Alibonge kunisihi ya kwamba sitakiwi kulia, bali natakiwa kufanya ibada kwa ajili ya Ana pamoja na mtoto wangu. Basi tena hakukuwa na kingine cha kufanya zaidi ya kuondoka tu pale hospitalini. Tulirudi kule ofisini kwa wakili Michael, na tulipofika mimi nilikuwa nimetulia tu kama vile mwili wangu ulikuwa yani mwili wangu ulikuwa uko pale, lakini akili yangu ilikuwa iko hospitalini. Zaini. Sauti ya wakili Michael aliniita, na ndipo kanitoa mimi kwenye dimbwi la mawazo ambalo kusema ukweli nilikuwa na mawazo kupita kiasi. Sikia kaka, najua kwa una mawazo sana, na kimsingi hili ni swala zito sana kwako, kwa sababu kwa upande mmoja ni mke wako, lakini kwa upande mwingine ni mzazi mwenzio pamoja na mtoto wako. Kwa maelezo ambayo daktari pale amesema, inabidi tuchukue tahadhari zote ndugu yangu, la sivyo pia mkeo anaweza kuozea gerezani ikiwa kuna kitu kibaya kitamkuta Ana na mtoto wake. Wakili bwana, kusema kweli mimi nimechanganyikiwa ndugu yangu. Kama mimi ndo chanzo cha haya yote, kwa nini haya matatizo yanawakuta watu wengine badala kunikuta mimi mwenyewe mhusika? Sasa kaka, unajua huu sio muda wa kujilaumu hapa. Tunatakiwa kuona ni jinsi gani tunamsaidia Risha. Tunafanyaje sasa ndugu yangu? Mungu amwepushe mbali, lakini kama ikitokea Ana akifa, basi moja kwa moja Risha atashtakiwa kwa kosa la mauaji. Na kama hii kesi ilivyo, kuna uwezekano mkubwa akafungwa kifungo cha maisha gerezani. Lakini hata hivyo kuna jambo ambalo linatupa matumaini. Unajua, nimepitia ushahidi ulioandaliwa na polisi, na kimsingi ushahidi unaonekana una mapungufu ambayo yanaweza kufanya Risha asikutwe na hatia katika hii kesi. Kwanza kabisa ushahidi unasema Risha alienda pale nyumbani kwa kina Ana, lakini cha kushangaza kamera za CCTV ambazo ziko pale nyumbani kwa kina Ana hazikuweza kumnasa. Watu pekee waliothibitisha kwamba Risha alienda pale ni mlinzi pamoja na house girl wawili. Wote kwa pamoja wamekiri kwamba walimwona Risha. Lakini kingine ambacho kinatupa nguvu kwenye hii kesi ni kwamba kisu kilichotumika kumchoma Ana kimepimwa alama za vidole, na good news ni kwamba alama za vidole zilizokutwa kwenye kisu haziendani na Risha. Hii inamaanisha kwamba Risha sio mtu aliyemchoma kisu Ana. Lakini shida inakuja ndani. Walikuwa wawili tu. Hivyo Risha alipotoka tu, ndipo Ana alipokutwa akiwa amechomwa kisu tumboni upande wa mbavu za kushoto. Sasa kwa hii ripoti tunaweza tukamsaidia Risha asifungwe, lakini bado haiwezi kuwa rahisi. Kwa sasa nataka kwenda kituoni ili nikaongee na Risha mwenyewe nione ataniambia nini, lakini kwanza kama kuna jambo lolote ambalo unaweza kuhisi litafaa kwenye hii kesi, basi uniambie sasa hivi. Kwa sema ule kweli, mimi sijui chochote kaka. Isipokuwa Risha aliambia tu kwamba alienda pale kumuonya Ana akae mbali na mimi, kwa sababu aligundua kwamba kila siku asubuhi mimi nilikuwa naenda kumchukua Ana nyumbani kwao, na kisha naenda kupata naye chai ya pamoja. Kumbe Ana bwana alikuwa ameweka watu. Tukiwa tuko hotelini wanatupiga picha, na kisha hizo picha alikuwa anamtumia Risha ili kuweza kumuumiza roho. Kwa Risha ndo akawa ameamua kuweza kumfuata Ana kwao ili kumwambia kae mbali na mimi. Sawa. Hayo maelezo yako yana msaada pia. Hizo picha ambazo Ana alikuwa anamtumia mkeo unazo? Ndio ninazo, baadhi nyingine zipo kwenye simu ya Risha ambayo imechukuliwa na polisi. Sawa, nadhani nitumie hizo picha kwenye email yangu na kisha twende polisi tukaongea na Risha. Basi tulikwenda polisi kuongea na Risha, na nashukuru Mungu maelezo ambayo Risha aliyatoa yalionyesha ni wazi kabisa kuna mchezo umefanyika kufuatia lile tukio la Ana kuchomwa kisu. Kwa maelezo ya Risha inaonyesha kabisa ni wazi ya kwamba kuna mtu mwingine ndiye amehusika na lile, na kisha kesi hiyo ameamua kumsakazia Risha. Nakumbuka siku hiyo niliporudi nyumbani sikulala kabisa. Muda wote nilikuwa nawaza tu ni nani ambaye atakuwa kamchoma kisu Ana na kisha kamsingizia mke wangu Risha. Kuna muda nilikuwa nahisi huenda akawa ni Zaina, dada yake na Ana, ndo kafanya vile. Mawazo yalikuja kwa sababu nilikuwa nimeshalala na Zaina mara kadhaa. Hivyo nilihisi huenda ukawa ni mpango wake kuwa amuue mdogo wake na kisha kesi apewe Risha. Na kama Risha akienda kuozea gerezani, ina maana yeye atapata nafasi ya kuona mimi kwa uhuru.
Lakini hata hivyo niliona hapana, Zaina hawezi kuwa mkatili kiasi kile kwa mdogo wake, hivyo niliamua kuachana na yale mawazo. Siku zilizidi kusonga mbele na hatimaye Risha alipelekwa gerezani, ingawa bado kesi yake ilikuwa inasikilizwa mahakamani. Kwa hali iliyokuwa nayo Risha, kama gerezani kusingekuwa kuna ulinzi, basi huenda angekuwa ameshajua. Alikuwa ni mtu aliyekata tamaa kabisa ya maisha. Kwa kweli nilijitahidi sana kumpa moyo kwamba ninampigania na lazima atoke mule gerezani. Lakini hata hivyo bado hali ilikuwa inazidi kuwa mbaya kwake siku hadi siku. Risha alikuwa anagoma mpaka kula, kitu ambacho kilikuwa ni kosa kubwa sana gerezani. Kwa wale kukaa gerezani watakuwa wanajua vizuri kabisa hili. Miongoni mwa makosa makubwa sana ambayo askari magereza huyachukulia uzito ni pamoja na mfungo kugoma kula chakula bila sababu za msingi. Hivyo alikuwa akipewa adhabu, kitendo ambacho kilichomfanya zidi kunyong'onyea. Risha aliisha alipukutika ndani ya muda mfupi tu. Maana kama unavyojua miili ya wanawake haijaumbwa kwa kuhimili mateso mikiki. Tofauti na sisi wanaume. Wanawake miili yao ni softi, kwa wanapokutana na shuruba ngumu kama za kufanya kazi ngumu au adhabu kali, hali ya kuwa lisha anayopata ni duni, basi lazima tu achakae ndani ya muda mfupi tu. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Risha. Kwa kweli nilikuwa naumia sana kuona mke wangu anateseka gerezani kwa makosa ya mtu mwingine. Nashukuru Mungu kuhusu mtoto wetu Rahim, alikuwa yuko chini ya mama yangu. Kwa hiyo Rahim alikuwa anaendelea tu kukua vizuri tu bila shida yoyote. Na hatimaye kwa mara ya kwanza kesi ya mke wangu ilisikilizwa mahakamani. Siku hiyo nakumbuka nilikuwa nina hofu sana, kwani nilikuwa naamini ya kwamba Risha anaweza kuhukumiwa gerezani. Nashukuru Mungu kesi hii baada ya jaji kuweza kusikiliza, alitoa uamuzi wa kuwa kesi inasogezwa mbele kwa sababu ushahidi kutoka kwa wakili wa serikali ulikuwa haujakamilika vizuri. Na isitoshe muhanga wa tukio hilo, yani Ana, bado alikuwa yupo kwenye koma. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwa jaji kufanya uamuzi wa ile kesi. Shida ilikuja ni kwamba Risha aliendelea kusalia gerezani kusubiri tarehe nyingine ya kesi kusikilizwa mahakamani. Kwa hali aliyokuwa nayo mke wangu, niliona kama nisipofanya jambo basi naweza nikampoteza, maana alikuwa ameshakata tamaa kabisa kuendelea kuishi. Kwa kuwa pesa nilikuwa nayo, niliamua tu kuweza kuajiri wapelelezi binafsi wafuatilie ni nini ambacho kimejificha nyuma ya kesi, na kuonesha ni kwa kiasi gani nilikuwa nataka kumtoa mke wangu gerezani. Na mimi nilikuwa nikiongozana na wapelelezi wangu hatua kwa hatua. Kiongozi mkuu wa upelelezi wangu alijulikana kwa jina la Captain Boss. Alinieleza kwamba kuna uwezekano mkubwa ikawa ni mtu alimjeruhi Ana ni adui wa baba yake, maana baba yake alikuwa ni mfanya biashara mkubwa, na kama unavyojua watu kama hao wenye status kubwa kwenye jamii huwa hawakosi maadui. Sasa shida ilikuja kwenye kupata ushirikiano wa Mr. Mposile. Hapo ndio ilikuwa ngumu. Mposile huyu Mr., yani babake na Ana pamoja na familia yake yote kwa ujumla, waliamini kwamba Risha ndiye mtu pekee aliyemdhuru binti yao. Kwa hiyo ilikuwa hawataki kusikia chochote kile zaidi tu kuona Risha anawezea gerezani. Na sio Risha tu, unajua kuna muda mamake na Ana alikuwa anajaribu kuwashawishi polisi kwamba wanitie na mimi nguvuni, kwani huenda nikawa nimemtuma Risha kufanya vile kwa binti yao. Madai yake hayakuwa na nguvu, kwa hiyo polisi hawakuona kama kuna haja kuweza kunishikilia mimi. Kwa maisha yaliendelea, msikilizaji. Kama utani, mwezi wa pili uliingia tangia Risha afungwe gerezani. Kila siku iendayo kwa Mungu nilikuwa naomba tu Mungu aendelee kumpa uhai mke wangu, kwani bado nilikuwa namhitaji sana kwenye safari hii ya maisha. Siku moja sasa majira ya mchana, nikiwa nimeenda supermarket moja hivi pale Upanga kununua vyakula lishe vya mtoto wangu. Sasa nikiwa niko ndani ile supermarket na chagua pale kununua, yeye niliweza kumuona pale Nora, naye alikuwa anachagua vitu vya kununua. Na kama utakuwa umemsahau Nora, ngoja nikukumbushe, huyu binti ndiye ambaye mume wake alinipiga risasi mara baada ya kugundua kwamba anatoka kimapenzi na mke wake ambaye ni Nora. Basi msikilizaji, nilipomuona tu tukio la kupigwa risasi likanijia kidini mwangu. Haraka sana nikapata wazo la kujificha kwanza ili asinione. Na baada ya kuhakikisha ya kwamba hajaniona bali mimi ndo nilikuwa namuona yeye, taratibu nilianza kumfuatilia. Lengo langu lilikuwa nijue ni wapi anapoishi. Wapi anapoishi. Maana niliamini kabisa kwa wakati huo yeye na mume wake wanaweza kuwa ndio wahusika wa kumchoma kisu Ana. Kwa nilitaka nijue kwanza mahali anapoishi kwa sasa ili iwe rahisi mimi kwanza kumfuatilia. Kwa hiyo pale taratibu nikawa nipo kwenye gari langu, nilianza kumfuatilia, na nakumbuka nilimfuatilia mpaka Temeke maduka mawili.
yalikuwa anaishi huu upande ambao una nyumba nyingi nzuri. Yaani kama ukiwa unatokea pale ilipo shule sekondari ya Kibasila, ukaona kuja huku maduka mawili, basi alikuwa anaishi huu upande wa kulia wa barabara. Huu upande una nyumba nyingi sana nzuri. Sikumbuki nyumba yake ilikuwa ni mtaa gani, ila tu alikuwa anaishi huo upande. Basi bwana, niliweza kuona pale akiingiza gari lake kwenye jumba moja hivi kubwa tu la kifahari. Nilipiga picha lile eneo na kisha nikawapa taarifa wapelelezi wangu ambao waliniambia kwamba watafuatilia ili kuweza kujua kama Nora na mume wake wanahusika kwenye kumchoma kisu Ana au la. Kwa zilipita kama siku 5 hivi, Kapteni Boas ambaye ndiye mkuu wa upelelezi wangu alikuja pale akaniambia kwamba wamemfuatilia Nora, wamegundua kwamba pale anapoishi ni nyumbani kwake. Alinunua ile nyumba baada ya kuachana na mume wake miezi 4 iliyokuwa imepita. Kwa sasa mume wake anaishi Mwanza, na kuhusu wao kuhusika kwenye kumchoma kisu Ana, hakuna dalili zozote zinazoonyesha wao wamehusika kwenye hilo tukio. Kwa hiyo niliona hapa kuna haja kumfuatilia sana Nora, ingawa bado alikuwa yupo kwenye takwimu zetu ya kwamba huenda akawa ni mhusika. Kwa maisha mengine yaliendelea, msikilizaji. Nakumbuka kipindi chote hicho mimi sikuwa nimewapa taarifa wazazi wa Risha kuwa binti yao kuna hiki na hiki na hiki. Hivyo walipokuja kuzipata taarifa hizo, walinikasirikia sana kwa kuona mimi nimekaa kimya wakati binti yao yupo kwenye matatizo. Mzee Fernando ambaye ni baba yake na Risha alikuja Tanzania kwa kuwa alikuwa ni mtu mwenye nguvu, yenye ushawishi. Alikuwa na ushawishi mkubwa mno kiasi kwamba tulianza kuona Risha anapata ile auheni ya kwamba huenda Risha akafanya akaachiwa. Ilifikia tu tukawa tunasubiri jambo moja tu ambalo ni Ana kuamka kutoka kwenye ile koma. Mahakama ilisema wanasubiri kusikia maelezo ya Ana kama atakiri ya kwamba aliyemchoma kisu ni Risha. Basi kuna uwezekano mkubwa kesi hiyo ikatolewa hukumu. Siku zilizidi kusonga mbele, na nakumbuka Jumapili moja nikiwa niko nyumbani nilipigiwa simu na babake na Ana. Kwanza nilishangaa sana kuona babake Ana ananipigia mimi simu. Sikuona mahusiano naye mazuri, sasa ananipigiaje simu? Baada ya kupokea simu ya babake na Ana, aliniambia jambo ambalo lilifufua tumaini langu kusema ule kweli. Babake na Ana aliniambia kwamba Ana kaamka lakini anataka kuniona mimi. Kwa kweli nilishukuru sana Mungu. Sikutaka kupoteza muda, haraka sana nikaelekea hospitali. Nilipofika moja kwa moja nilikwenda kwenye wodi ambayo Ana alikuwa amelazwa. Nilipoingia nilimkuta Ana akiwa amelala chali kitandani, huku sehemu kubwa tumbo lake likiwa limefungwa mabandeji. Ana mara baada ya kuniona kwa sauti ya upole huku machozi yakiwa yanamchuruzika aliniita Zaini. Kwa kweli nilijikuta namuonea sana huruma, na ukizingatia nilijiona kama mimi ndo chanzo cha yeye kuwa katika ile hali. Nikamwambia Ana, ona ni mimi Zaini wako, niko hapa. Zaini, nisamehe sana, nimeshindwa kumlinda mtoto wako. Ana alikuwa anaongea huku akiwa analia. Nikamwambia Ana, huna haja kuongea hayo, mtoto wetu yuko salama kabisa, ni mzima. Nataka kumwona mwanangu Zaini, waambie wanipe mwanangu nimuone. Nikamwambia usijali, nitalifanyia kazi hilo jambo, na mtoto wetu utamwona tu kipenzi changu. Kwa hiyo niliendelea kukaa na Ana Mauludini mpaka nesi alipokuja kuniambia kwamba natakiwa kuweza kutoka sasa. Wakati huo tayari Ana alikuwa kapitiwa na usingizi. Kusema ule ukweli, kwa waliosema hujafa hujaumbika, hawakuwa wamekosea kabisa. Kwa hali iliyokuwa nayo Ana, kama ukionyeshwa picha zake za zamani kabla hajapatwa na majanga, huwezi kuamini kama ndio yeye. Ana alikuwa kabadilika mno, mwili wote ulikuwa umempukutika. Nilipotoka tu nje nilikutana na familia yake. Sikutaka kuongea nao chochote kwa maana ya kwamba walionekana ni watu wenye hasira sana na mimi. Nilichoamua ni kukaa tu pembeni, nikawa tu namsubiri daktari ili niweze kujua hali ya Ana pamoja na mtoto wangu. Kweli baada ya nusu saa daktari alituita ofisini, mimi pamoja na wazazi wake na Ana tulienda ofisini kumsikiliza daktari. Na baada ya kuingia ofisini kwake, Dr. Oswald alianza kuongea kusema, jamani, kwanza kabisa tunapaswa kumshukuru sana Mungu. Mungu amempa uheni mgonjwa wetu. Kwa hali aliyokuwa nayo naweza nikasema ni muujiza tu wa Mungu ndio umetumika kumrudisha kwenye hali ile nayo sasa hivi. Kwa tuendelee kuwa na imani, mgonjwa wetu atapona. Kwa kuwa karejesha fahamu zake, basi mambo mengine yote yatakuwa yako sawa mdogo mdogo, ingawa itachukua muda kidogo. Maneno daktari ilikuwa na faraja kubwa mno kwangu. Ilibidi muulize pia kuhusu mtoto wangu, na ndipo daktari akasema mtoto wako pia anaendelea vizuri. Siku si nyingi tutatoa ruhusa mumchukue. Wala usiku nilitoka hospitalini nikiwa niko na furaha. Ingawa nilikuwa
Yaani nilikuwa sijui hatima ya mke wangu Risha itakuwaje, lakini kidogo nilikuwa na furaha. Binafsi nilitamani kumuuliza Ana kama ni kweli Risha akamchoma kisu, lakini kwa hali aliyokuwa nayo Ana, hata ujasiri wa kumuuliza hivyo niliokosa, msikilizaji. Nakumbuka zilipita wiki kama 2.5 hivi tokea Ana amke kitandani. Kwa maelezo ya Ana ilikuwa ni muhimu sana kwenye kesi ya mke wangu. Polisi waliweza kupata kibali cha kuzungumza na Ana mara baada ya madaktari kuthibitisha kwamba anaweza kuongea. Nashukuru Mungu, maelezo aliyotoa Ana ilikuwa ni tumaini njema sana kwenye hatima ya mke wangu. Ana alisema kwamba mtu aliyemchoma kisu hakumwona sura, kwa hajui kama ni Risha au la. Maelezo yake ilikuwa na faida kubwa sana kwetu, kwani ilikuwa inamtoa Risha kwenye kosa la kumchoma kisu Ana. Siku ziliendelea kusogea mbele. Kila siku ilikuwa ni lazima niende hospitalini kumuona Ana, kwa sababu mimi ndiye mtu pekee ambaye Ana alikuwa ananifurahia kuniona kuliko hata familia yake pale hospitalini. Kwa hiyo nikiwa naendelea kumtembelea mara kwa mara pale hospitalini, wakili Michael aliniambia kama nitaweza kumshawishi Ana afute kesi, basi Risha ataachiwa huru. Sikutaka kuwa na papara kwenye hilo kumshawishi Ana akubali kufuta kesi. Mimi nilichokufanya nilikuwa namjali sana, kana kwamba ni mpenzi wangu. Kuna siku nikiwa namlisha chakula pale hospitalini, alinitazama na kisha akasema, Zain, najua upo karibu na mimi kwa sababu kuna jambo umelenga kutoka kwangu. Nikamwambia, jambo gani hilo? Zaidi ya kutaka wewe upone, maana mtoto wetu anatutegemea sisi wazazi wake. Ndio, najua kama tuna mtoto, lakini najua kuna jambo jingine unatamani kuniomba, ila naona kabisa unashindwa uanzie wapi. Hilo sijali, mimi sina tatizo na Risha, kwa hiyo nitafuta tu mashtaka mahakamani. Msikilizaji, unajua kwanza niliganda kwa sekunde kadhaa hivi. Ni kama mwili wangu ulikuwa umegandishwa hivi kwenye barafu. Sikuamini kama Ana anaweza akakubali kirahisi namna ile kufuta mashtaka mahakamani. Nikamwambia, unasema kweli? Unajua na kusema ule kweli sijui hata niseme nini kwako. Kwa kweli hali ya Risha ni mbaya sana gerezani. Nilikuwa natamani sana kukuambia ufute mashtaka, ila nilikuwa sijui hata nianze wapi kukuambia. Kusema ule kweli nashukuru mno. Nashukuru sana, sana zaidi ya sana. Usijali Zain. Ingawa sikumwona vizuri mtu alonichoma kisu, lakini na hakika sio Risha. Kwa kuna sababu yeye kuendelea kukaa gerezani. Kwa nini aendelee kuteseka gerezani? Katika siku nilizowahi kuwa na furaha kwenye maisha yangu, basi ni pamoja na hii siku. Nilipotoka pale hospitali nilikwenda kumuona wakili Michael, nikamwambia kwamba Ana amekubali kufuta mashtaka. Kwetu ilikuwa ni faraja kubwa, kwa ndani ya wiki 2 tu mchakato wa kumwachia Risha ulikuwa umekamilika. Na kwa kuwa Ana alikuwa kaamua kufuta kesi, kwa hiyo hapakuwa tena na kesi mahakamani inayotuhusu sisi. Kitendo hicho kiliwakera sana wazazi wake na Ana, kwani kwa upande wao waliamini kwamba binti yao kaamua kufuta kesi kwa sababu ya mapenzi yake kwangu. Risha sasa alipotoka gerezani alitaka kwenda kumshukuru Ana kwa wema alomtendea, lakini mimi nilimzuia kwa kofia huenda akapata majanga mengine. Hivyo nilimwambia kama unataka kuonana na Ana, mimi nitaandaa siku maalum ambayo nitakukutanisha na Ana huko mimi mwenyewe nikiwepo. Kuhusu ni nani alimchoma kisu, kwa kweli hatukufuatilia tena msikilizaji, na hasa ukizingatia Ana alikuwa tayari ameshafuta ile kesi. Kitu pekee kilichofanyika ni kuongeza tu ulinzi. Pale nyumbani kwetu niliweka walinzi 2. Siku ziliendelea kwenda msikilizaji, mtoto wangu ambaye alikuwa nimemzaa na Ana alikuwa ni jinsia ya kiume, kwa hiyo tulimpatia jina la Karim. Unajua mimi sikutaka kabisa kuwa mbali na mtoto wangu, kwa sababu sikutaka mtoto wangu aje kukua bila kuona ukaribu wangu kwake. Kwa nilikuwa karibu sana na Ana. Kila wiki nilikuwa lazima nipite pale kwao kwa ajili ya kumuona. Kuna wakati mwingine nilikuwa namchukua naenda naye out, lakini safari hii nilikuwa namwambia asije akapiga picha na kisha kumtumia Risha, kwani anaweza kuona wivu. Kwa mimi niliendelea na mtindo huo kwa mwaka mzima. Kumbe siku zote hizo Risha bwana alikuwa anafuatilia tu. Siku moja nilikuwa nimetulia na mke wangu chumbani najiandaa kulala. Risha alianza kuniambia, Zain, unajua nakupenda sana na sitamani kukupoteza kwenye maisha yangu. Kama ni kukupoteza basi labda iwe tu ni kifo tu ambacho ndo hatima ya kila mwanadamu. Kwa sababu hiyo imeandikwa, kila nafsi itaonja mauti. Nimekuambia kwa sababu nimekuwa nikikufuatilia sana wewe na Ana. Nimegundua mna ukaribu mkubwa sana, huku kigezo chenu kikiwa ni mtoto. Binafsi kama mtu mzima naelewa ukaribu wenu ni aina gani. Sijui unachukuliaje hili. Sijui unamchukuliaje Ana, lakini mimi nikimwangalia naona kabisa nakupenda. Kama kuna jambo linamuuma kwenye moyo wake kwa sasa, basi ni kutokuwa huru na wewe kama mpenzi wake.
Kwa basi kama kweli unampenda Ana, muoe tu kuliko kuendelea kuishi hivi mnavyoishi kwa sasa. Unajua kwanza nilishangaa. Yaani kwa hawa wanawake wa kizazi wa sasa tunawaita watoto 2000 kukubali mume wake mimi nioe mke wa pili, sio kawaida. Kwanza ilibidi nimuulize mara mbili kwamba we kweli unataka mimi nimuoe Ana ama ni vipi? Risha alinisisitiza kwa kama kweli nampenda na anataka kujenga familia, kujenga hii familia iwe kubwa zaidi, hakuna budi ni bora nikamuoa watu. Unajua nilifikiria sana maneno yake. Kimsingi niliona okay ana mashiko kwa sababu ni kweli. Ana alikuwa ananipenda sana mimi. Ilibidi niongee na Ana. Nilipomwambia kwamba nitamuoa tena, Ana alifurahi sana. Sijui hata nieleze vipi furaha yake msikilizaji. Naweza nikasema siku zote alikuwa akiishi kwa matumaini kwamba ipo siku mimi nitamwambia kwamba nataka kumuoa tena. Basi kwa kweli mwenyewe alikuwa ananipenda, alikubali nimuoe. Shida ilikuja kwa wazazi wake. Mwanzoni tulipoambia kwamba tunataka kufunga ndoa walionekana kupinga sana. Lakini hata hivyo sisi hatukukata tamaa. Tuliendelea kuwaomba. Mwishowe baba yake na Ana aliona hakuna namna nyingine zaidi tu ya kubariki ndoa yetu kwa sababu binti yake anaonekana kunipenda mimi kufa kupona. Basi baada ya wazazi wake kuwa wamekubali, tulianza maandalizi pale ya harusi. Nakumbuka harusi yetu ilikuwa ni kubwa sana tena ya kifahari. Watu wengi mashuhuri waliweza kuhudhuria kwenye harusi yetu. Namshukuru Mungu harusi yetu ilikwenda salama salimini. Kwa kuwa familia ilikuwa imeongezeka, ile nyumba yetu ya Kinondoni ilikuwa ni ndogo. Kwa mimi niliamua kununua kiwanja huko Kunduchi na kisha nikajenga jumba la kifahari. Kuhusu pesa kwangu haikuwa shida tena. Naweza nikasema mafanikio yangu ya kimaisha yalikuwa mikononi mwa wanawake zangu, kwani baada ya kumwoa Ana pia nilipata mafanikio makubwa sana. Ndani ya muda mfupi tu niliongeza sheli zingine 7 za mafuta huko nchini Kenya. Mtu pekee ambaye nilikuwa naona ni kikwazo kwenye familia yangu alikuwa ni Zaina, dada yake na Ana. Kuna muda Zaina bado alikuwa anataka niendelee kulala naye kama nilivyokuwa nafanya zamani. Kwa kuwa mimi sikutaka tena kuharibu maisha yangu, sikuwa tayari kuwasaliti wake zangu kwa kulala na yeye Zaina. Kwa aliendelea kunishawishi kila alipopanda pata nafasi, lakini mimi nilikuwa nasimamia msimamo wangu. Niliamini kama nitawasaliti tena hawa na wake zangu, basi huenda nikapatwa tena na majanga. Na nashukuru Mungu, haukupita muda mrefu Zaina naye aliolewa bwana. Mume wake alikuwa ni mfanyakazi katika moja ya taasisi binafsi za kifedha huko nchini Belgium. Kwa hiyo baada ya ndoa tu ya Zaina alihamia huko Belgium na mume wake. Kitendo hiko kwanza kilinipa amani sana. Kwani Zaina alikuwa kuondoka ile karibu na maisha yangu, kulinipa amani sana. Kwa maisha yangu na familia yangu ilikuwa ni furaha, amani na upendo. Sio kama tulikuwa tugombani, la hasha. Kwa kutofautiana kwenye maisha ni jambo la kawaida tu. Kitu cha msingi ambacho nilikuwa nakifanya ni kuhakikisha hata kama wake zangu wamekwaruzana au mimi nimepishana nao, basi nilikuwa nahakikisha mgogoro wetu unaishia ndani. Unajua mpaka sasa hivi ninavyokuambia, familia yangu imekuwa kubwa sana. Mke wangu wa kwanza Risha tayari kazaa watoto hao 3. Ana naye ana ujauzito sasa hivi. Akijifungua naye pia atakuwa kazaa mtoto wa 3. Kwa hiyo nitakuwa nina watoto 6. Nimeamua kuleta mkasa wangu ili iwe funzo au kumbusho kwa watu, hasa vijana. Wengi wetu huwa tunaamini kwamba kulala na wanawake wengi ni ufahari, ni kuonesha kuwa wewe ni dume la mbegu. Lakini ukweli ni kwamba kulala na wanawake wengi hakuna faida yoyote zaidi tu ya kujitia mikosi na noksi tu. Kwa sisi Waislamu tumeruhusiwa kuoa mke 1 mpaka 4 ikiwa tutafuata taratibu za kisheria zilizowekwa kidini. Kwa hiyo kama unaona mmoja hakutoshi kuliko kuwa mzinzi, ni bora tu ukaoa mwanamke mwingine ili maisha yaendelee. Kwa ndugu zangu wa Kristo, nyie ni mke mmoja tu, kwa hiyo tulia na mke wako. Tukumbuke kwamba hatima ya uzinzi ni kwenye kwenda motoni tu. Hakuna hatima nyingine ya uzinzi. Na huu ndo mwisho wa huu mkasa wangu wa binti Risha. Mimi naitwa Zain. Balaa hatari. Zain amehitimisha hivyo mkasa wa binti Risha. Mimi naitwa Uncle J. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Said JR. Asante sana kwa timu yako mtu wangu. Nikuambia asante na kwaheri. Bye bye.